Sasa usiku wa leo tuna nini? Kabla tu hatujaingia kwenye wakati huu mkuu wa kanisa, na natumaini tu Bwana wetu ataimwaga roho yake juu yetu kunini tu na kutubariki tena, nasi tunaweza tu kugusia mambo yaliyo muhimu sana sasa, kwa sababu katika tukio kuu la kuja tungekuwa hapa juma zima. Na jana usiku tulikuwa na wakati mzuri sana. Vema, sasa kabla tu ya kusoma maandiko, naomba tubadilishe tu mahali petu kwa dakika chache na kusimama kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tunakuja katika jina litoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu, tukijua ya kwamba siku moja wewe utakuja, nasi tunajaribu kuitayarisha mioyo ya watu kuupokea huu ufunuo mkuu, kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, hujafa bali uhai milele, na unaishi katika kanisa lako kama shahidi wa Pentekoste, wa wakati ule mkuu, hapo wakati wa kuburudishwa utakapokuja kutoka uweponi mwa Bwana. Tuna furaha sana kuzifurahia nyakati hizo hapa chini baada ya miaka 1900. Na Baba, kwa unyenyekevu tunaviinamisha vichwa vyetu kwa heshima ya hawa watu mashuhuri kote katika nyakati hizo, nyota ulizozishika mkononi mwako, ambazo ulisema zilikuwa ni malaika wa zile nyakati za kanisa, wale wahudumu. Jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya Mtakatifu Paulo mashuhuri wa Efeso, jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya Ireneo, Bwana, Ireneo yule mtumishi wako hodari, na kwa ajili ya Mtakatifu Martini, na usiku wa leo kwa ajili ya Mtakatifu Kolumba. Bwana, jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya watu hawa katikati ya Urumi mweusi, upagani ukiingia kanisani, walisimama kishujaa kwa ajili ya ujumbe wa Kipentekosti na baraka zake, kunena kwa lugha na ishara kuu na maajabu, kuwaponya wagonjwa na kuwafufua wafu. Wengi wao Bwana waliraruliwa vipande, wakauawa, wakalishwa simba. Mambo makuu yalitukia. Dunia imeloweshwa damu ya wenye haki, na Baba, damu yao inalia leo hii dhidi ya kanisa hilo ovu la zinaa. Na ulisema siku moja wakati ulipomwaga, malaika alimwaga kitasa chake juu yake, na damu ya kila mfia imani ilipatikana ndani yake. Bwana, tusaidie kuwa tayari kusimama sasa, kwa kuwa wakati unakwisha. Tunapomwona mnyama huyu mwenye pembe mbili akiinuka kutoka ardhini, sio kutoka kwa umati na wingi wa watu, akiwa na pembe kama mwana-kondoo, lakini akazungumza kama joka, tunaamini ya kwamba saa hiyo imekaribia sasa, Bwana, wakati makanisa haya yanaungana pamoja yakifanya sanamu ya mnyama. Na itakuwa mbaya sana kwa kundi hilo, Bwana, ambalo halitajiunga. Kule kususiwa kwenyewe kutakuja, lakini katika saa hiyo wewe uliahidi kulichukua kanisa lako. Tusaidie Bwana. Kabla tone moja la maji halijaanguka, Nuhu alikuwa ndani ya safina. Kabla moto haujaipiga Sodoma, Lutu alikuwa ameondoka. Baba, tunaamini kabla nguvu za atomiki kuilipua dunia hii vipande vipande, kanisa litakuwa limeondoka. Tuna furaha sana Bwana, na tunajua ya kwamba mabomu yananing'inia kwenye mabanda usiku wa leo, nasi tunaweza kuangalia kuelekea mbinguni na kumwona mwana wa Adamu akiinuka kutoka kwenye kiti chake cha enzi, aanze kuelekea duniani kwa ajili ya unyakuo wa kanisa lake, na kujua ya kwamba miguu yake ya thamani haitaigusa dunia hii yenye dhambi wakati huo. Kwa kuwa kama vile Rebeka alivyopanda ngamia na kushuka kwenye ngamia, hapo hapo kati ya nyumba ya Ibrahimu huko kondeni alikutana na bibi harusi wake. Mungu, nalo kanisa litakutana na bibi harusi wetu hewani, kwa maana sisi tulio hai na tuliosalia hatutawatangulia au kuwazuia hao waliokwisha kulala mauti. Parapanda ya Mungu italia, wafu katika Kristo watafufuka kwanza, nasi tutatwaliwa juu pamoja nao kumlaki Bwana kondeni hewani, na tuwe pamoja na yeye milele. Lo, tusaidie usiku wa leo Bwana, tupe utamu wa roho zetu, na utuondolee chuki yote na kutokujali, na tuyeyushwe sana kwa Roho Mtakatifu. Jalia malaika wa Mungu atawale usiku wa leo Bwana. Sijui la kuambia watu hawa. Sasa nimeandika historia na kadhalika za yale uliofanya, bali inahitaji wewe kuyafasiri mambo ya usoni. Kwa hiyo naomba ya kwamba utatujalia katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa hebu tufungue sasa kwenye kitabu cha Ufunuo.
Na usiku wa leo tuko kwenye wakati wa kanisa wakati wa 4 wa kanisa Thiatira. Wakati mkuu wa kanisa unaojulikana kama wakati wa giza. Wakati huu wa kanisa unaanza kwenye mwaka wa 606 kisha ukaisha kwenye mwaka wa 1520. Mimi yote ambayo ningeweza kufanya ni kuchagua. Wanachuoni wengi wanamchukua Mtakatifu Patrick kuwa ndiye nyota ama nini. Kila nyota 7 zilikuwa malaika 7 wa zile nyakati 7 za kanisa. Tunajua kesho usiku pasipo na tashwishi Luther na halafu Wesley. Hatujui huyu nyota wa kanisa la Laodikia atakuwa ni nani. Tuko kwenye huo wakati sasa. Umekuwa tangu mwaka wa 1906 mwanzoni mwa Pentekoste, lakini kutakuwako na malaika atakayeinuka ambaye atayaangamiza mafundisho yote ya sharti aliweke kanisa tayari kwa ajili ya kwenda nyumbani. Sasa bwana fulani katika roho atakayeinuka pamoja na ishara na maajabu. Sasa ninaomba ya kwamba Mungu atatusaidia kujua jambo hili katika kumchagua huyu. Tukiangalia kote, Mtakatifu Patrick alikuwa ni jamaa hodari, na tukichukua baadhi ya maandishi ya kale, Mtakatifu Patrick hakuwa Mkatoliki, pinga kanisa Katoliki. Na katika wakati wa yale matengenezo, mafundisho hayo ya sharti waliokuwa nayo yalichimbuliwa na kuthibitishwa ya kwamba Mtakatifu Patrick alilipinga kanisa Katoliki. Mtakatifu Patrick alikuwa zaidi sana kama mtu wa kimadhehebu. Alikuwa na shule yake mwenyewe yeye kwanza. Wakati aliposhikwa mateka ufukoni mwa bahari, yeye na dada zake wadogo wawili ambao hakupata kusikia habari zao tena walichukuliwa, labda wakapelekwa Rumi na kuuzwa kama watumwa. Yeye alichukuliwa pia na kuuzwa kama mtumwa na akapewa kazi ya kuchunga nguruwe. Alifunza mbwa kuwalinda nguruwe wake na kadhalika, nao wangekuja kwa sauti mbalimbali na kadhalika ambazo angewapa hao mbwa, na hatimaye hiyo ilikuwa ndio njia ya kuepukia chini ya mashua. Wakati hao mbwa walimfunika mpaka akafika huko baharini. Baadaye akaja mahali pake pa kupendeza Ayalandi na kuwapata baba na mama yake wangali hai, naye Mtakatifu Patrick alikuwa mpwa wake shujaa Mtakatifu Martin, ambaye alikuwa ni mmoja wa watu hodari sana tuliopata kuwa nao katika mlolongo wa watu tangu Yesu Kristo. Alikuwa ni Mtakatifu Martin. Makanisa yake yote yalijazwa na Roho Mtakatifu. Wote walinena kwa lugha, walikuwa na ishara na maajabu na miujiza, kila namna tu ya miujiza ikitendeka. Yeye aliidumisha imani ya Kipentekoste miongoni mwa wakati wao wa kanisa ambao ulikuwa ukifunga ndoa na Ukatoliki, upagani na Unikolai ukifunga ndoa pamoja, wakiunda dhehebu na kufanya Unikolai ambao sisi tunawaita Niko, maana yake kushinda ama kuwapindua washirika na kumwondoa Roho Mtakatifu kutoka kwenye kusanyiko. Na kasisi pekee ndiye mtakatifu, huyo mtu tu. Naona kisha wanaishi vyovyote watakavyo, nadhani, na mradi tu unakiri kwa kasisi, basi wao. Tuliona jana usiku ya kwamba waliwaweka, ya kwamba Konstantino alimweka askofu wa kwanza na kuliweka, akawapa majumba haya kama vile tulivyowapa tarehe na kadhalika ambazo mmeziandika, na alafu walikuwa na kipindi cha sherehe kuu na karamu kule ambacho kilikuwa ni tarehe 21 Disemba, siku iliyo fupi kuliko zote katika mwaka. Ndipo wakaingiza basi uzushi huu kuwa kwamba yeye alikuwa ni siku ya jua. Mnaona, si siku ya kuzaliwa kwa jua. Walihamisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutoka Aprili hadi Disemba 25. Disemba 25, kote katika siku hizo 5 ndiko Warumi walikuwa na sherehe zao kubwa, zile sarakasi na kadhalika, na hapo ndipo walikuwa na karamu hii kuu ya kipagani. Nao wakamweka mtu huyu kama Mungu mwenyewe pale juu na kumvika na kila kitu, nao wakawa na Mungu wao pamoja nao. Na nini, hapo ndipo watu wa baada ya utawala wa miaka 1000 walipoibuka papo hapo, maana walidhani kanisa lilikuwa katika ule utawala wa miaka 1000 papo hapo. Mnaona, maana walikuwa ni tajiri, hawakuwa na haja na kitu, taifa na kanisa wote pamoja. Utawala wa miaka 1000 unaendelea. Lingali ni fundisho la Katoliki hata leo hii. Naona sasa ule utawala wa miaka 1000 unaendelea, kwa kuwa tunajua ya kwamba huo ni uongo. Ule utawala wa miaka 1000, kuja kwa Kristo mara ya pili, kuna uleta huo utawala wa miaka 1000. Hiyo ni kweli.
Dunia inaugua ikililia ile siku ya kufunguliwa kutamu, hapo Bwana wetu atakaporudi duniani tena. Sasa mtakatifu huyu mashuhuri hapa alikuwa ni Kolumba. Alikuwa ni mtu hodari wa Mungu. Sasa ninayo historia yake imeandikwa hapa. Kwanza, wakati wa 4 wa kanisa Tiatira unamaanisha zembe, kutokuwa mwangalifu ama utusitusi. Mnaona, ulikuwa tu ni wakati haramu kutoka mwaka wa 606 hadi 1500. Nyota ilikuwa ni Kolumba kutoka Ayalandi na Uskoti, ambaye alikuwa ni mpwa wake Mtakatifu Martini, na aliishi yapata miaka 60 baada ya Mtakatifu Patrick, na kwa hiyo huduma yake ilianza yapata miaka 60 baada ya Mtakatifu Patrick. Nini yake kamwe hakukubaliana na mafundisho ya Kirumi. Alikuwa ni mtu hodari wa imani. Aliyakataa mafundisho ya Kirumi, kamwe hakwenda Rumi. Aliukataa kabisa. Nisingeweza kuona mahali walipomfanya mtakatifu kama walivyomfanya Mtakatifu Martini, na hao wengine hawakumfanya mtakatifu yeye na Ireneo, kwa sababu walikuwa wangali katika kanisa lile lililokuwa na ishara na maajabu ya Pentekoste, bali waliamini. Kamwe hakuchukua mafundisho ya Kirumi kwenye mafundisho yao. Yeye alichukua mafundisho ya Biblia kama mama yake mtaua, dada ya Mtakatifu Martini, wala kamwe hakuyachukua mafundisho ya Kirumi wakati wowote. Alifundisha ya kwamba ishara za Marko 16 zinapaswa kumfuata kila mwaminio. Amina. Mimi huyo ndiye aina ya jamani mpendaye anayeamini. Naam Bwana. Aliisikia sauti dhahiri ya Mungu ikihita. Hiyo ni ishara nyingine nzuri kwake, mnaona. Basi hakuna kitu kingaliweza kumkomesha. Baada ya hayo aliondoka. Alikuwa njiani wakati alipoisikia sauti dhahiri ya Mungu. Muujiza mmoja, ninayo mingi nilio hapa chini, bali tutachukua tu huu. Muujiza mmoja ulikuwa kwamba wakati alikuwa ameenda kwenye mji fulani ambao Bwana alikuwa amemtuma, nao huo mji haukutaka kumpokea. Kwa hiyo wakatoka na kujaribu kunini, wakawachukua wanamuziki na kadhalika, na kufunga milango na kujaribu kumhanikiza kwa kucheza hao wanamuziki. Ndipo akaanza kuhubiri, ndipo ikawaanikiza wanamuziki, nayo malango yakafunguka. Akaingia ndani akahubiri kwa vyovyote vile, kundi lote likaongoka. Huu hapa mwingine mdogo ningetaka kidogo kuzungumzia. Aliingia mjini. Miji yao ilikuwa imezingirwa na kukuta siku hizo hakika. Kwa hiyo akaenda kwenye mji huo na wakamfukuza. Alikuwa akiondoka, naye mtoto wa chifu akawa mahututi, nao wakamtuma mtu barabarani kumfuatilia huyo mtakatifu mwema. Alirudi na kujilaza kumkingama mvulana huyo aliyekuwa akifa, naye akafufuka. Kanisa lake lilijazwa Roho Mtakatifu. Asingevumilia chochote pungufu, kwa kuwa kila mshirika wa kanisa lake hana budi kujazwa na Roho Mtakatifu, naye aliupinga na kuchukia sana ukasisi wa Rumi. Ninaamini alikuwa ndiye nyota wa wakati huo. Alikuwa akifanya nini? Pamoja na kunena kwa lugha, ubatizo katika jina la Bwana Yesu, wakitekeleza mambo yale yale walioanza. Kama Mungu hana kikomo, na hivyo ndivyo alivyoliweka kanisa lake hapo mwanzo. Halina budi kubaki vivyo hivyo, nalo hata katika uchache kote karibu lilibanwa, likaisha hapa, likarudi tena kupitia Luther. Sasa tunataka kuanza sasa, tuone kama tunaweza kuanza kuvimalizia baadhi ya vifungu hivi sasa. Tutaanzia kwenye kifungu cha 18. Kwa malaika wa kanisa la Tiatira andika. Mliona hizi hotuba? Jumbe hizi zimeandikiwa malaika ama mhudumu anaibeba nuru ya wakati huo wa kanisa. Mnaona? Sasa jana usiku tuliona katika kumalizia kwa wakati huu mwingine wa kanisa la Pergamo ya kwamba malaika wa kanisa katika kushinda kwa wakati huu wa kanisa angepokea jiwe, na katika jiwe hili sasa tumelichukua hilo jiwe na kulionyesha kwa mfano linamaanisha mwamba. Ni kitu gani? Malaika angekuwa ni mtu kama Petro aliyeitwa jiwe. Angalia kwamba jina lako lina uhusiano na maisha yako. Sasa siwezi kuingilia hilo sana, maana ibilisi ana numerolojia ya uongo. Tunajua hilo. Inawafanya watu kuanza kuhisi na kadhalika namna hiyo, ambalo huingia katika ibada ya mizimu, na ibada ya mizimu ni ya ibilisi.
Tunajua hilo, na hivyo ndivyo inavyowapasa kuwa waangalifu kama wao. Sababu ya wao kumwita Yesu Beelzebuli, Ibilisi, kwa sababu mnaona, angeweza kuyatambua mawazo ya moyoni mwao, mnaona, bali yeye alikuwa ni neno la Mungu. Na Waebrania 4 ilisema neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, hata uyatambua mawazo na makusudi ya moyo, nia. Mnaona? Kwa hiyo yeye alikuwa neno, yeye ni neno lililo hai, nalo neno lililo hai huingia ndani yetu, na halafu linakuwa na matokeo yale yale kwetu. Mnaona, yale yale, kwa sababu ni neno lile lile. Mnaona, ni jambo lile lile miongoni mwetu, na hiyo ndiyo njia. Na wakati mwingine wale wasio kwenye kikundi hicho unena kwa lugha, na mwingine anafasiri. Ni kitu gani? Neno lililofanyika mwili tena miongoni mwetu. Alafu basi tunaona basi ya kwamba malaika huyu angepokea, malaika wa wakati wa kanisa aliyepokea lile jiwe, lilikuwa ni jiwe jeupe. Haimaanishi haki yake mwenyewe, lakini haki ya Mungu mwenyewe. Na katika jiwe hili kulikuwako na jina ambalo hakuna alijuaye ila yule aliyelipokea mwenyewe. Alilijua, bali hakuna mwingine angeweza kulijua ila yeye. Kwa hiyo mnapowasikia jamaa hawa wakijipendekeza kwenu, wakisema yao, hao ni Yohana, hao ni Paulo, hao ni Mariamu, hao ni huyu yule ama yule mwingine, usiamini hilo, maana kama ni kweli asingesema chochote kulihusu. Mnaona, hiyo ni kweli, hana budi kutolisema. Alilijua, hakuna aliyelijua ila yeye mwenyewe, bali alijua, kwa sababu kila mshindi mkamilifu hupokea jina jipya kwa njia hiyo. Mliona ya kwamba Ibrahimu aliitwa Abrahamu, bali hapo Mungu alipoanza kumtumia yeye alilibadilisha jina lake likawa Ibrahimu. S-A-R-A alikuwa Sarai, bali Mungu alipotaka kumtumia yeye alibadilisha jina lake likawa S-A-R-A, Sara binti mfalme. Hivi mnajua ya kwamba Yakobo alikuwa mchukua mahali pa mwingine. Esau maana yake ni mwekundu mwenye nywele nyingi, na mwekundu mwenye nywele nyekundu, na mwekundu kila mahali ni Esau. Sasa basi Yakobo alikuwa mchukua mahali pa mwingine, na mchukua mahali pa mwingine ni mdanganyifu. Hivi Esau hakusema, si jina lake linaitwa Yakobo, mchukua mahali pa mwingine? Lakini aliposhindana mwereka na Bwana usiku kucha, naye akashinda na akabarikiwa, Mungu alibadilisha jina lake Yakobo likawa Israeli, mtawala pamoja na Mungu. Paulo aliitwa Sauli mpaka alipokutana na Roho Mtakatifu katika umbo la nuru iliyomwangazia. Jina lake likabadilishwa kutoka Sauli likawa Paulo. Simoni alipokutana na Yesu, yeye alibadilisha jina lake likawa Petro. Hiyo, na wakati Yesu aliposhinda, jina lake lilibadilishwa, naye angelifunua jina hilo, yeye ambaye angekuwa pamoja naye ashinde jinsi yeye alivyoshinda. Alipokea jina jipya, nami nitalifunua jina langu jipya kwake. Naona, na kila shindaye, ninamaanisha miongoni mwa watu kama hao viongozi na kadhalika. Sasa wana wote wa Israeli hawakubadilishiwa majina yao, hakika hiyo ni kweli, lakini hao viongozi wakuu waliposhinda walikuwa wamepokea jina jipya. Mnaona jinsi linavyoingiana vizuri, kikamilifu kabisa. Na sasa tunaona ya kwamba yeye pia ana mana iliyofichwa. Sasa mana iliyofichwa inafananishwa na mkate wa uonyesho. Mkate wa uonyesho ulikuwa wa makuhani pekee. Hiyo ni kweli, mkate wa uonyesho ulikuwa tu ni wa kuhani, nao ulikuwa ni kitu maalum kilichotengenezwa kwa ajili ya kuhani. Hiyo ni kusema viongozi, na mtu huyu alishinda. Kusanyiko lote lilipata mana, bali yeye alipata mana iliyofichwa maalum, ama ufunuo maalum. Lo, kwamba Yesu alikuwa ni nani na kilichomhusu yeye, yote kumhusu yeye. Mnaona, alipata ufunuo huo kama alikuwa ameshinda kwa malaika. Shikilia sana, kwa kuwa yeye ambaye yeye alikuwa ameshinda yaliandikiwa malaika wa kanisa. Mnaona? Sasa tunaona basi usiku wa leo tunaanzia kwa malaika wa kanisa la Tiatira. Andika, haya ndiyo asemayo Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho kama miali ya moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Sasa tulipomwona kwenye ule wa kwanza wakati wa Efeso, ama katika mwanzo wa Ufunuo, tulimwona katika utu wake uliotukuka wenye sehemu 7.
nywele. Tunaona ya kwamba Yohana alimuona katika siku ya Bwana. Anapokuja sasa, yeye ni kuhani. Wakati alipokuwa hapa duniani alikuwa ni nabii wa Mungu. Sasa aliichukua damu yake mwenyewe akaenda mbele za Baba, ambalo linamfanya yeye kuhani. Atakaporudi atakuwa mfalme, nabii, kuhani na mfalme. Yeye alikuwa ni nabii wa Mungu, alikuwa tai, alikuwa kuhani wa Mungu, alikuwa mwana-kondoo. Atakaporudi atakuwa simba, mfalme, kabila la Yuda, kutawala. Lakini kati ya kazi yake ya kikuhani, wakati madhabahu yatakapoachwa, basi tunamwona amesimama pale. Naye Yohana alisema alikuwa katika Roho siku ya Bwana, sio siku ya saba, sio Jumapili. Hayo yote ni makosa. Tuliona hilo tukatafuta kote katika maandiko. Ilikuwa ni siku ya Bwana. Hii ni siku ya mwanadamu. Kule kuja kwa Bwana kutakuwa siku yake, nasi tunamwona katika siku ya Bwana. Basi alipomwona Bwana, yeye alikuwa na nywele nyeupe kama theluji. Nasi tunajua kwamba hiyo inamaanisha hakimu. Jambo lingine, yeye hakuwa ni kuhani wakati huo, maana kuhani alikuwa amefungwa sehemu ya katikati, inamaanisha utumishi. Lakini yeye alikuwa amejifunga matitini hapa juu, ambalo lilimaanisha kwamba alikuwa ni hakimu. Amina. Nasi tulimwona akitembea katikati ya vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na sasa tulirejea nyuma kwenye yule mzee wa siku, akiwa mweupe kwenye ile hukumu ya kiti cheupe cha enzi, wakati Danieli alipomwona akija kwa yule mzee wa siku ambaye nywele zake zilikuwa nyeupe kama theluji. Sasa nyeupe, wale mahakimu wa kale wa Uingereza kote katika miaka walipoenda kwenye kiti cha hukumu, wangevaa wigi kubwa jeupe, wigi jeupe kama theluji, kwa sababu walikuwa ni mahakimu. Naye Yohana alimuona katika siku ya Bwana wakati akiwa ni hakimu. Amina. Sasa tunaona ya kwamba alikuwa na macho kama miali ya moto. Hayo macho wakati huo yalikuwa kama miali ya moto. Wakati mmoja hayo macho yalififia kwa machozi ya kibinadamu. Yangeweza kusimama na kumlilia mtu anayekufa, huku akijua katika dakika zingine 5 ataishi tena, ila tu ni huruma ya kibinadamu. Lakini nyuma ya hayo kulikuwako na nguvu nyingi sana, hata angeweza kuangalia moja kwa moja katika maisha ya mwanadamu na kumwambia alikuwa ni nani na yote kumuhusu, kwa sababu yalikuwa sasa yakija katika uakisi huu kama moto, macho yanayoweza kuangalia huku na huku duniani na kuona kila kitu kinachoendelea. Utasimama wapi katika siku ya hukumu? Dhambi zako zitakuwa wazi mbele zake. Nanyi mnaona alikuwa kutoka kinywani mwake upanga mkali wenye makali kuwili, ambao tuliona ulikuwa ni neno. Tuliona miguu yake ilikuwa shaba iliyosuguliwa sana na kadhalika, ambayo ilimaanisha msingi wake. Anakanyaga mvinyo ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na kukanyaga na kujitwika dhambi na kutoka na kumfurahisha Mungu. Hiyo ni kweli. Nao msingi wake ndiyo msingi wetu. Juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama, alisema Eddie Peronet, sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona hapa kila wakati anapokutana na wakati wa kanisa, yeye anamzungumzia kama mmoja wa majina yake ya kiungu. Sasa tunaona huko nyuma, wa kwanza katika Ufunuo zote ni uungu mkuu wa Yesu Kristo. Mimi ndimi aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, Mwenyezi Mungu. Naona ule ufunuo wa kwanza. Yohana aligeuka aone ni nani aliyekuwa akisema naye. Jambo la kwanza alimwandikia kwenye mfalme yeyote anapozungumziwa husema yeye ni nani. Mtu yeyote, mimi ni fulani wa fulani. Ninapozungumza nanyi hamnijui mimi. Mimi ni William Branham. Mimi ni John Doe. Yeyote yule alisema mimi ni wa kwanza na wa mwisho, yeye aliyekuwa hai na amekufa na ni hai milele. Lo jamani, ule uungu hapa tunamwona katika utu wake wenye sehemu 7 wa hali yake iliyotukuzwa. Katika kila wakati wa kanisa, yeye huwakaribia katika moja ya huo uungu mbalimbali. Nyingine ni ya hali hizo zilizotukuka. Sasa usiku wa leo yeye anakuja pamoja na mwali wa moto, anaangalia chini katika Laodikia ama chini katika Thiatira. Huu ndio wakati ambapo kanisa limeolewa na Ukatoliki na upagani, ama Unikolai na upagani umefunga ndoa na kuunda kuzaa kanisa la kwanza, kanisa la kimadhehebu. Naye Mungu alisema ya kwamba matendo ya Wanikolai yaliyokuwa katika Efeso,
huko kwenye maskini kanisa la Pergamo yalifanyika mafundisho, na akasema yalikuwa ni mafundisho ya Balaamu. Naye Balaamu alikuwa ndiye aliyewafundisha Israeli kwenda kule na kufanya uasherati, ama walifanya uasherati na Moabu, ambao walikuwa wafuasi vuguvugu wa kanisa, ama kanisa la kawaida, lile dhehebu kuu. Nasi tunaona ya kwamba Mungu alisema ya kwamba mafundisho ya Wanikolai ambayo yalikuwa ni kuchukua kuweka mamlaka yote katika kanisa na kuliweka kando na kulifanya dhehebu. Yeye alisema mnayachukia, nami nayachukia pia. Anaendelea tu kusema nayachukia, nayachukia, nayachukia. Nayo yamefikia kilele chake hapa. Mnaona jinsi ambavyo kanisa limebanwa sana papa hapa mpaka likasalia kitu kidogo sana. Na hilo ndilo kanisa tunalozungumzia sasa. Sasa katika siku hii ambayo ufunuo huu umekuja, ama uliokuwa kwa kanisa hili, ilikuwa ni siku ambayo Rumi ilikuwa imejengea juu ya yale mawe makubwa sana ya mahali pao ya nyasi kavu na nyasi. Lakini yeye anahutubia kanisa hili ambalo yeye angali ni miali ya moto ambayo inaangalia kupita kwenye wakati, wala msingi wake sio nyasi kavu magugu, lakini ni shaba imara iliyojaribiwa kwenye tanuru inayowaka moto. Msingi ni imara. Ninapenda hilo. Tunajua mahali tunaposimama. Vema. Nayajua matendo yako na upendo wako na huduma yako na imani na subira yako na matendo yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Vema, kanisa linaonekana kuwa karibu limekatiliwa mbali kabisa, kupungua kidogo tu. Nao walikuwa wameachana na ile mikutano mikubwa ya kiroho, na kidogo walikuwa wakiyategemea matendo. Mungu hataki tuyategemee matendo. Hiyo ni ishara ya mpangilio. Tunampelekea binti Jones kuni kidogo, kisha tuwapelekee fulani wa fulani watoto wao nguo chache, na hilo ni sawa, lakini usitegemee hayo. Usifanye hivyo ndugu. Hayo ni matendo mazuri. Raia mwema mwadilifu atafanya hivyo, lakini kinachohitajika kuwa Mkristo ni tukio la kuzaliwa mara ya pili, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vema, walilifia kabisa. Waliishia kwa matendo badala ya upendo na imani, wakipata mengi zaidi na zaidi wakati wote likiendelea. Vema, nayajua matendo yako, naijua imani yako, naijua subira yako na kadhalika. Lakini sasa tutachukua kifungu cha 20. Sikilizeni haya. Lakini nina maneno machache juu yako, kwa kuwa unamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitai nabii, kuwafundisha na kuwashawishi watumishi wangu na kufanya uasherati na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Sasa mwanamke, tuliona mwanamke aliwakilisha nini jana usiku? Kanisa. Sasa tunaona hapa kwamba waliitwa Wanikolai, mafundisho ya Balaamu, na sasa yamekuwa Yezebeli. Sasa Yezebeli, kama mtaangalia, hii ni historia kuu. Sasa kama mkitaka kuandika, anzieni katika Wafalme wa Kwanza yapata 16. Yezebeli hakuwa binti ya Ibrahimu, wala na kundi hili hapa Rumi ya kipagani. Wanikolai walikuwa ni kundi la Wakristo baridi wa kawaida ambao walikuwa wamejitenga na Wakristo halisi, wakionekana hawana ile imani. Nao walitaka kulifanya kanisa kama chama, kama vile walicho nacho siku hizi, kama chama. Hakuna roho ndani yake hata kidogo. Siku za miujiza zimepita. Hayo yote yalikuwa ni kwa ajili ya wakati mwingine. Tunao undugu, mwashi mzuri, jamaa mpweke, ama kitu chochote kama hicho. Hubuni huo, na hiyo ni sawa, bali huo kamwe hautachukua mahali pa kuzaliwa upya katika Yesu Kristo, wokovu kwa nafsi, ukweli huu. Vema, huyu Yezebeli sasa alikuwa ni binti wa Ibrahimu. Hiyo ni kweli, binti mfalme wa mwabudu sanamu. Wakati huo, wakati familia yake ya kifalme walijulikana sana kwa utiifu katili wa kinyama kwa mabahali. Baba yake alikuwa ni kuhani wa sanamu ya Astarta,
Sijui jinsi ya kulitamka, nililichukua tu katika historia. Ahabu alitumia mbinu zake kama Konstantino. Taifa hili lenye nguvu lilipakana na Israeli. Kwa hiyo basi, Konstantino alifanya nini jana usiku? Hakuwa ameongoka, alikuwa ni mwanasiasa. Alikuwa akijaribu kufanya nini? Aliwachukua Wakristo wakati walipomwambia wangeomba. Na sasa pale, kumbukeni, yeye tunazungumza sasa juu ya Wanikolai, naye akasema kama wangeomba naye ashinde vita hivi, basi angekuwa Mkristo. Aliota ndoto, akapaka ngao zake rangi nyeupe usiku huo ya msalaba, ambapo mashujaa wa Kolumba walizaliwa papo hapo kwenye wakati huo. Sasa hapo ndipo wanapouchukua msimamo wao, bali kamwe hakutenda kitu chochote kama Mkristo. Kwenye moja ya makanisa ya Wanikolai linaloitwa Mtakatifu Sofia aliweka msalaba. Kama nilivyosema jana usiku, hilo ndilo jambo pekee alilopata kufanya lililosikika kwa chochote kile, kana kwamba alikuwa wa kanisa. Kadiri nilivyoweza kuokota kutoka kwenye kurasa zote za historia, na wanachuoni wengine wengi husema jambo lilo hilo. Hatujui lolote juu ya uongofu wake sasa, lakini aliingilia kitu gani? Jambo alilotaka kufanya, alikuwa ameona karibu Rumi yote. Sasa angalia jambo ili, angalia mbinu hii pia, angalia jinsi Biblia inavyolithibitisha Mungu mamia na mamia ya miaka kabla alijatukia. Naye Konstantino alitumia mbinu hiyo hiyo Mungu alisema hapa, ambayo Ahabu alitumia. Sasa Konstantino aliona sehemu kubwa ya watu wake ilikuwa ni hawa wa Nikolai wa Kristo. Baadhi yao waliitwa wazushi. Hao ni Wapentekoste, walikuwa ni wazushi na watakatifu wanaojiviringisha na chochote kile. Hapo ndipo ishara zenu halisi na maajabu yalipokuwa. Lakini kanisa la kawaida wakati huo lilikuwa likielekea kwenye umadhehebu. Yeye alifanya nini? Konstantino alifanya mbinu za ujanja. Anaondoka, anaenda kule na kuwachukua marafiki zake wapagani, kisha anawachukua marafiki zake wa Kristo na kuyaunganisha makanisa pamoja. Akaanzisha nini? Akaingiza upagani katika Ukristo. Ukristo na upagani ukafunga ndoa katika kanisa la Pergamo. Sasa yeye alisema nini hapa kwa jambo hili usiku wa leo? Jambo lile lile alilofanya Ahabu kuimarisha ufalme wake. Alimuoa Yezebeli, huyu mwanamke mwabudu sanamu, apate kuimarisha ufalme wake, apate kuingiza nguvu zaidi katika Israeli. Na hayo ndiyo makanisa yanajaribu. Mnaona mahali wanapojaribu kuifanya Biblia waitoe mwaka ujao wa 62. Hiyo ni Biblia itakayowafurahisha Wayahudi, itawafurahisha Wakatoliki na kuwafurahisha Waprotestanti. Lo, ndugu, ninayo makala iliyokatwa kutoka gazetini. Sinayo usiku wa leo, mlinisikia nikiyasoma hivi majuzi usiku. Hata hivyo, haya basi, mnaona, lo, hayo mambo kujaribu kuongezeka. Wanavichukua vitu vitakatifu vya Mungu na kuvitapanya kwa njia yoyote wapate kuongezea na kupata idadi kubwa ya wafuasi. Hivyo ndivyo kanisa limefanya. Liliwakubali watu ndani yake kwa misingi ya kupeana mikono, nao wakapata mahaini na kila kitu kingine, watu wasioongoka, bali katika mwili wa kweli wa Kristo, ambao si dhehebu bali wa kisiri, mwili wa kubuni wa Kristo. Unaweza tu kuingia mle kwa njia moja, na hiyo ni kupitia kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kweli, na ishara zile zile zilizowafikia hao mitume zinalifikia kanisa. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa haitulazimu kupatana na kusema vema, tutaenda tukajiunge na Assemblies, tutaenda tukajiunge na wa Umoja, tutaenda tukajiunge na hili ama Baptist ama Methodist. Hebu tujiunge na Kristo, tukae huru na mambo haya, maana kila moja ya madhehebu hayo ni sawa, bali wanachukua mafundisho yao na kadhalika. Nawe inakubidi kwenda kuona kama msimamizi mkuu atakuruhusu uingie humo nchini na kufanya mkutano. Kama ufundishe jinsi hasa wanavyofanya, wanakufukuza. Uweze kudumu na Biblia. Mungu hawezi kufanya hivyo. Yeye analichukia. Mkristo mwingine yeyote aliyezaliwa mara ya pili angelichukia pia. Wengi wa hao watu huko nje wananini kabisa, wanataka kufanya, wanataka kutumika na wanataka ushirika, bali huwezi kufanya jambo hilo, wangekufukuza. Vema, acha wakufukuze, endelea, mpate Roho Mtakatifu kwa vyovyote vile. Hiyo ni kweli kabisa, lakini unaona, wanataka kupata fundisho hilo la sharti. Wanataka kuwapata ninyi mlio na fedha nyingi. Wabaptisti walikuwa na msemo katika mwaka wa 44, milioni moja zaidi katika mwaka wa 44. Walipata nini?
kama tu vile yule mwinjilisti mashuhuri Billy Graham alivyosema alipokuwa Louisville, nitaingia mjini. Kasema Mtakatifu Paulo ataingia mjini, atampata mwongofu mmoja, akirudi mwaka ujao amepata 30 kutoka kwa huyo mmoja, wajukuu kutoka kwa mwongofu huyo mmoja. Akasema mimi nitaingia mjini, niwaite 30,000 huku, nitarudi mwaka ujao na siwezi kupata 30. Na yale aliyosema, alitoa tamshi zuri, bali hata hivyo siamini ndugu yetu wa thamani alikuwa sahihi. Alisema, enyi wahubiri wa zembe, kasema nitawapa majina yao na anwani. Mnaketi mmeweka miguu yenu kwenye dawati na kuandikia barua badala ya kwenda mkazungumze nao. Kidogo nilipendezwa naye kwa jambo hilo. Napenda mtu awe jinsi alivyo, sio mnafiki. Simama papo hapo na uwe jinsi ulivyo, nami napenda hilo. Ila ningetaka kusema, Bili, ni nani aliyekuwa huko juu kumchukua huyo mwongofu wa Paulo? Jambo ni kwamba, Bili, kama ungeachana tu na kuwaacha waende kule nyuma na kupeana mikono na kusimama na kusema, naam, ninamkubali Yesu kama mwokozi wangu binafsi, na kuacha akae pale mpaka afa na kuoza na kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, yeye atawapata waongofu wapya. Ndugu, wewe ni anawaka moto, huwezi kumzima. Yeye ni kama nyumba inayoteketea katika upepo mkali, kama huwezi kuuzima. Lo, anasambaza kila mahali. Ndugu, mwongofu halisi wa Kristo hawezi kutulia. Yeye ni nini tu, yuko mbioni. Lo, nina furaha sana. Lo, jamani, ubatizo wa mtindo wa kale wa Roho Mtakatifu ambao huiwasha moto nafsi yako. Huwezi kutulia, upepo unakupulizia, upepo wa nguvu ukienda kasi, utaendelea tu kukupulizia. Ndiyo sababu ninaendelea kuongezea kuni na kuendelea. Na Bwana, haikumbidi mtu yeyote kumchukua mwongofu wa Paulo. Paulo aliwaingiza kwa kilindi vya kutosha ndani ya Kristo mpaka akaifia nafsi yake, akawa hai katika Kristo, naye akafanya yaliyosalia. Hiyo ni kweli, hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu wa Kibaptisti ni sawa, lakini milioni moja zaidi inaleta faida gani? Unayo majina milioni moja zaidi. Vema, keti tu chini na uwafanye wengine kama unataka kuandika mle. Hilo ni sawa, lakini ndugu, tunachohitaji ni majina kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa kabla kwa misingi ya ulimwengu, waliohoshwa katika damu, wakajazwa na Roho Mtakatifu, ishara na maajabu zikiwafuata. Tafuteni katika historia. Laiti nyote mngekipata kile cha mabaraza ya Nikea na kuyasoma mambo hayo, muone jinsi hao wafia imani walivyoushikilia ule mwali wa moto wa Pentekoste. Nitawaambia sasa, ndugu, ninyi wa Baptisti, Methodisti na chochote mlicho, ile nuru ya kweli halisi sio dhehebu la Kipentekoste sasa, bali nuru ya kweli na halisi ni tukio la Kipentekoste. Nimekuwa siku kadha wa kadha sasa, historia hizo nikazichambua katika zote ninazoweza kupata kila mahali, na ni ule mwali wa moto wa Pentekoste uliodumu hai tangu Pentekoste hata wa leo, na Bwana umesukumwa nje. Baadhi yao husema, vema, lile kanisa kuu la Katoliki limestahimili mawimbi. Mbona inathibitisha ya kwamba hilo ndilo kanisa halisi? Mbona hilo si jambo la kigeni kwangu, huku taifa na kila kitu kikiwa nyuma yake lingaliweza kudumu? Lakini kitu cha kushangaza ni lile kundi dogo lililojiondoa. Maskini, ule uchache waliofukuzwa, wakatupwa gerezani, wakakatwa kwa misumeno vipande. Walipataje kuishi? Kwa sababu Roho wa Mungu aliye hai anatenda kazi katika utu wao, wala pepo wote wa kuzimu hawawezi kulishinda. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Hicho hapo kile kitu halisi. Hicho ndicho kinachowapa Roho Mtakatifu hawa wahubiri wa Methodisti na kadhalika. Hapa naona anawafanya kuamka. Anakufanyia jambo fulani, hata shindwa kamwe. Ahabu yule mnafiki, naona anaenda kule, anasema, sasa laiti ningaliweza kuwaunganisha sasa na kulipata taifa hili kubwa, na kama nikimwoa binti wa maskini jamaa yule kule chini, vema, hilo tu, tutakuwa marafiki. Alikuwa akifanya nini? Akiuza haki zake zenyewe za mzaliwa wa kwanza. Sasa wakati kanisa hili la Kiprotestanti litakaporudi kweli na kuungana na kanisa Katoliki, litafanya jambo lile lililofanya huko nyuma. Ahabu aliishi kwenye siku ambayo imekuwa mara 3. Alikuwa katika tukio la usiku wa manane wa safari ya Israeli, na hapa ukafikia usiku wa manane tena, nasi tunaufikia usiku wa manane tena hapa.
Vizazi vitatu kabla ya hiki waliingia hapa ndani na hapa ndani. Sasa kama ukiangalia, Ahabu alimwoa Yezebeli kuwaimarisha watu wake. Hivyo ndivyo Konstantino alivyofanya hasa. Alianzisha kanisa kubwa mno, kisha akachukua madhabahu na kufanya marimari kubwa, akamvalisha mtu huyu papa, akampandisha kule juu. Alikuwa ni Mungu aliye hai, angeweza kusema nao na kumwambia juu ya dhambi zake. Basi hilo lilifurahisha kabisa maskini kanisa hilo vuguvugu, nao wakaondoka. Hakika jambo ndilo hilo. Vema, ila hilo halikumfurahisha mtu huyo aliyezaliwa mara ya pili. Walipolichukua hilo na halafu kuingiza sherehe za kipagani za kukariri maombi, walifanya nini? Walishusha Jupiter, wakampandisha Petro, wakashusha Venus, wakampandisha Mariamu, nalo likaingiza upagani katika matabaka ya Kikristo. Basi Ahabu alipomwoa Yezebeli alifanya jambo lile lile tena. Aliingiza ibada za sanamu katika Israeli. Naye Yezebeli alifanya nini? Alimuua kila nabii aliyeweza kumshika. Hiyo ni kweli. Vivyo hivyo na mapapa pia. Kila Mkristo wa kweli waliyeweza kumshika waliuaua. Bali kulikuwako na nyota ya wakati huo, maskini Eliya. Lo, naam Bwana. Yeye hakuogopa kuambia habari zake. Naam Bwana, yeye alikuwa ni nyota ya Mungu ya wakati huo. Ilifika wakati mmoja akasema, Bwana, ni mimi pekee nimesalia. Mungu alisema, sasa ngoja kidogo Eliya. Tayari ninao 700 waliofichwa huku na huko. Mnaona? Hujui walipo. Wako huko nje, Mafarisayo, Masadukayo, Wabaptisti, Methodisti na Wapresbiteri. Bali nitawatoa huko. Wewe ngoja tu. Unaona, ninao huko nje. Kuna nini? Hao ni wangu, nao bado hawawapigii Mabaali magoti. Lakini maskini Eliya alikuwa sauti ya Mungu katika siku hiyo. Hakika alikuwa ni mfano wenyewe wa sauti ya Mungu katika kule kuja kwa Kristo mara ya kwanza, na atakuwa ni mfano wa sauti ya Mungu katika kuja kwa Kristo mara ya pili tena, kulingana na Maandiko. Sasa tunaona ya kwamba maskini Yezebeli huyu, wakati alipofika kule, alikuwa kweli anaenda kuangusha madhabahu yote ya Mungu na kujenga madhabahu yake mwenyewe, naye aliwafanya Israeli kusujudu mbele ya sanamu. Hivyo ndivyo hasa Konstantino alivyofanya hapo alipoliunda kanisa Katoliki. Aliingiza upagani katika hasa kanisa la Kikristo na kuwafanya Wakristo kusujudia sanamu. Huo ni wakati wa giza kabisa, tena wakati wa giza wa Israeli, wakati wa giza wa kanisa kusujudia sanamu. Basi Eliya alikuwa ndiye nyota katika siku zake, naye akawafanya Israeli wote kuabudu Mabaali. Vivyo hivyo na kanisa Katoliki huko Tiatira. Sasa nawatakeni muone jambo lingine la kushangaza hapa. Nilikuwa nikichukua historia yangu tena. Yesu alisema ya kwamba lilijiita nabii. Huyo mwanamke Yezebeli anajiita nabii. Sasa mnaona, kanisa Katoliki aliwaruhusu watu wao kuisoma Biblia kwa sababu wanasema ya kwamba kasisi ndiye pekee anayeweza kulitabiri neno hilo kiungu. Vema, hiyo ndiyo fasiri ya kweli ya nabii. Nabii anayo fasiri ya kiungu ya neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Mtu anawezaje kumwita mtu fulani nabii kisha aseme wana ufunuo mbaya? Lina maana tu kama uwana wa milele tena. Mnaona nini tu. Nabii maana yake ni mtabiri halisi, yule ambaye hujiliwa na neno la Bwana, aliyejiliwa na ufunuo. Neno nabii linamaanisha mtabiri wa neno la kiungu. Yesu alisema, akitokea miongoni mwenu mtu ambaye ni wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitasema naye, na kama asemalo likitimia, basi msikieni. Niko pamoja naye; kama alitimii, basi msimsikie. Hivyo tu, lilikuwa ni neno la kiungu la Mungu, nalo neno la Bwana liliwajia manabii. Sasa walisema kwamba kanisa hili basi lilikuwa ni nabii. Sasa kumbukeni, limebadilika kutoka kwenye hili la Wanikolai. Sasa limebadilika likawa ni mwanamke. Mnaliona? Yezebeli. Sasa jana usiku ilikuwa ni mafundisho ya Balaamu.
Mnaona, fundisho la Wanikolai na fundisho la Balaamu. Sasa Balaamu alikuwa ndiye aliyefanya ukahaba na Israeli. Basi Wanikolai walifanya nini? Waliunda dhehebu. Basi waweke wote wawili pamoja na utapata mwanamke kanisa. Hakika Ufunuo 17, yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Mwanamke kahaba, yeye ni nini? Yeye ni kahaba vipi? Anafanya uasherati wa kiroho, kulifasiri neno vibaya kwa watu. Uondokeheni huo ushupavu. Huo ni ushupavu kweli kweli. Hiyo ni kweli. Sasa mnaona, anajiita nabii. Sisi ndio lile baraza. Sisi ndio baraza la Laodikia, tena baraza la watu, nasi tumeamua hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tusikilizeni. Lakini maskini yule kasisi hapa juu kunihoji kuhusu Elizabeth Frazier, ama yule msichana wa Frazier. Akasema kardinali anataka kujua kama utanini, ama askofu, kama ulimbatiza msichana huyu wa Frazier. Kasema anakuwa Mkatoliki. Nikasema naam, ninaelewa hilo. Kasema hivi ulimbatiza? Nikasema naam bwana. Kasema ulimbatizaje? Nikasema katika ubatizo wa Kikristo. Akasema vema, unamaanisha nini na hilo? Nikasema ubatizo wa Kikristo vile Biblia isemavyo. Kuna njia moja tu ya kubatiza katika ubatizo wa Kikristo. Kila mtu katika Biblia alibatizwa chini ya maji katika jina la Yesu Kristo. Akaandika hayo, akaanza kuandika namna hiyo. Akasema unajua, kanisa Katoliki lilikuwa likifanya hivyo. Nikasema lini? Nikasema ninazo historia zote za kale hapa ambazo ningeweza kupata kutoka London na kukote kule, kusudi nipate kusoma wakati majira haya yatakapokaribia hivi karibuni, wakati jambo fulani litakapotukia. Nikasema nataka kujua ni wapi ningeenda. Akasema akasema katika Biblia. Nikasema unasema ya kwamba? Akasema Yesu aliliunda kanisa Katoliki. Nikasema je, Petro alikuwa ndiye papa wa kwanza? Basi kasema bila shaka kabisa. Nikasema nilifikiri kanisa lisingeweza kufanya kosa wala halibadiliki, na misa zote zilisemwa katika Kilatini zisije zikabadilika. Akasema hiyo ni kweli. Nikasema vema, hakika mmebadilika sana tangu wakati huo. Nikasema ikiwa Biblia hiyo ni kitabu cha Katoliki, basi mimi ni Mkatoliki wa mtindo wa kale. Mnaona, hiyo ni kweli. Nikasema mimi ni Mkatoliki wa mtindo wa kale basi. Kisha nikasema hakika nilikuwa na. Akasema vema, sasa mnaona, Biblia ni historia tu ya kanisa Katoliki. Akasema Mungu yupo katika kanisa lake. Nikasema Mungu yuko katika neno lake. Hiyo ni kweli. Neno langu na liwe kweli na neno la kila mwanadamu liwe uongo. Na hapa kwenye kitabu hiki cha Ufunuo ndicho kitabu pekee, hebu nirudie hilo, ambacho Mungu alikidhinisha. Basi jambo la kwanza alilofanya ni kufunua uungu wake, naye anaufunua kikamilifu, na kusema yeyote atakayeondoa lolote kutoka kwenye hiki au kuongeza lolote kwake, huyo ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Heri yeye asomaye ama yeye asikiaye, na amelaaniwa yeye atakayeongeza jambo moja kwake au kuondoa lolote kutoka kwake. Haya basi, kwa hiyo mnaona sehemu yenye hatari. Kwa hiyo kamwe usiongeze lolote kwenye hicho, kiache tu jinsi kilivyo na uzidi kusonga mbele. Roho atakufunulia ikiwa utakuwa tu mnyenyekevu, muombe. Mnaona, hiyo ni kweli. Sasa kwa hiyo si kigumu. Mungu Yesu alimshukuru Baba akisema, nakushukuru wewe Baba kwamba umeyaficha mambo haya kutoka kwa macho ya marabi na maskofu na makardinali, wasimamizi wakuu, na umewafunulia watoto wachanga watakaojifunza. Mnaona, hivyo ndivyo unavyotaka. Ni ufunuo wa Mungu unaoweza tu kuja kama yeye alivyosema pale. Watu husema kwamba mimi ni nani? Akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema Simoni, kamwe kujifunza hayo katika seminari. Unaona, hakuna mtu aliyewahi kukuambia hilo. Hilo limekuja, lilikuwa ni ufunuo kutoka mbinguni. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Huo hasa ndio ufunuo ambao Habili alikuwa nao hapo mwanzo. Ni ufunuo, ulikuwa wakati huo, ungali ni ufunuo, na daima utakuwa ni ufunuo. Hiyo ni kweli. Sasa tunaona hapa ya kwamba yeye alikuwa mwanamke sasa, na mwanamke anawakilisha kanisa. Hiyo ni kweli. Kristo anakuja kwa ajili gani? Bibi harusi, mwanamke bikira safi. Na yeye maskini mwanamke huyu hapa alidai kwamba yeye ni kanisa la Mungu, bali kile alichokuwa, alikuwa amepambwa utajiri na lulu na kila kitu, naye alikuwa na kikombe cha uchafu wa uasherati wake, ambapo aliwafanya wafalme wote wa duniani kulewa na mvinyo wake. Hiyo ni kweli.
Sasa tunamwona hapa kwamba anaitwa Yezebeli. Naye Yezebeli, maovu ambayo Yezebeli alifanya mara alipopata madaraka miongoni mwa Israeli, aliwaua na kufanya kila alichoweza na kujenga madhabahu yake mwenyewe. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo kanisa Katoliki lilivyofanya, hasa ndivyo hasa. Lakini sasa, hebu tusome mbele kidogo tu, hili litawadumaza. Wakati mwingine ukidumaa utakula zaidi kidogo. Yeye ajiitaye nabii mke, sasa kama akisema, mimi ndimi mfasiri pekee wa neno, na kuwafundisha na kuwashawishi watumishi wangu kufanya uasherati, kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Yule ndugu aliyeuliza juu ya yule nyoka kuhusu kula tunda katika bustani ya Edeni, unaona ni kitu gani, sivyo? Aliposema kula hapa, jambo ni kwamba ilikuwa ni kiroho, unaona, nami nimempa muda ili atubu uzinzi wake, wala hakutubu. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda. Ni kitanda cha aina gani? Cha kilimwengu. Hivyo ndivyo hasa alivyo siku hizi, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yao. Hiyo ni kuingia katika dhiki kuu. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Ati akina nani wake? Maskini msichana huyu alikuwa na watoto. Sasa Ufunuo 17, ni wangapi wenu? Ninyi nyote mlikuwa hapa jana usiku, nadhani vema. Ufunuo 17, maskini kahaba huyu. Kanisa Katoliki aliitwa kahaba, naye alikuwa mama wa makahaba. Wasingekuwa wavulana, walikuwa ni makanisa. Sasa ni wapi kanisa la Kilutheri? Haya yote yalitoka wapi? Kila dhehebu lilitoka wapi? Chanzo chake ni wapi? Laodikia. Unikolai hatimaye uliingiana nalo. Hicho ni kitu kile kile tena. Huwezi kukizuia, ndugu. Lo, Eliya alikikemea kitu hicho katika siku zake. Yohana kakikemea katika siku zake. Naam, Bwana, msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Mnaona, kamwe alizuiliki. Sasa alikuwa na watoto. Hivi Yezebeli mwenyewe alikuwa na watoto? Naam, Bwana. Sikilizeni, nitawaua watoto wake. Kitu gani? Kanisa Katoliki. Watoto wake ni dhehebu la Kiprotestanti. Mnaona, kweli kabisa, maana wanafanya jambo lile lile. Wanabatizwa moja kwa moja kwake kwa ubatizo ubandia, ubatizo usio wa kimaandiko, kupeana mikono badala ya Roho Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu badala ya Yesu Kristo, na kufanya tu kila kitu kinyume na Biblia. Bado nao wanaingia moja kwa moja ndani yake. Binti yake aliitwa Atalia, Athalia. Alikuwa na nini yake yeye? Yezebeli alimfanya Atalia kuolewa na Yehoramu, mwana wa mfalme wa Yuda, na karibuni madhabahu ya mabahali yalikuwa yamesimama katika Yerusalemu. Sasa haiwabidi kuiendea historia kwa hayo, hiyo ni Biblia. Naona binti yake Atalia aliolewa na mwana wa Yehoshafati ambaye alikuwa ni Yehoramu, nao binti zake wakafanya jambo lile lile alilofanya. Lo, jamani, hivi hamwezi kuona jinsi hayo madhehebu yalivyofanya, ndugu? Yalirudi moja kwa moja kupitia Luther na hao wengine hasa kabisa, na kujiundia madhehebu badala ya kumruhusu Roho Mtakatifu. Nayo Pentekoste ilifanya jambo lile lile hasa. Wasingemwacha Roho Mtakatifu aendelee na afanye atakavyo na kuendelea, na kila nuru inayokuja waichunguze tu kwa neno na kuendelea. Wasingemwacha Roho Mtakatifu aongoze. Iliwabidi kuunda dhehebu na kukatiliwa mbali na kitu kingine chochote ambacho kingekuja. Wakarudi moja kwa moja nyuma na kuolewa na kitu hicho tena. Vivyo hivyo hasa tutakapofikia wakati huu, angalieni tu ni kitu gani kinachowangojea huku chini barabarani hapa. Mnaona, akaolewa moja kwa moja tena. Yesu alisema hapa, nani wake Yezebeli huyu, yeye anajiita nabii mke, nami nitamtupa katika kitanda cha kilimwengu na kuwaua watoto wake pia. Sasa ni ya aina gani? Kwa mauti. Ni nini? Watoto wake watauawa kwa mauti ya namna gani? Naona hao wamekufa sasa. Wamekufa kiroho. Hawana ufunuo. Wanalijua dhehebu lao, wanajua katekismo yao, wanajua fundisho lao la kanisa, bali inapofikia kumjua Mungu, baadhi yao hawajui kumhusu kuliko Mototonti angejua kuhusu hekaya za Kimisri. Hiyo ni kweli. Inapofikia kumjua Roho Mtakatifu hasa, wakishangaa wanamwita, wakitaka kumwita Roho wa Mungu, mpiga ramli ama Ibilisi.
kwa kuzitambua roho na mambo kama hayo na kutoa pepo. Mbona yeye si wa dhehebu letu? Kundi hilo mnaona, kamwe hawajui. Halafu wanalibandika jina la Yesu pekee, ama namna fulani ya mtakatifu anajibiringisha, ama namna fulani ya kitu kama hicho. Kama hawajui. Nayo saa imekaribia sana wakati kitu hicho kitakapowekwa wazi. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu atakianika kwa hakika tu, kama ninavyosimama nyuma ya mibara hii. Maana atawanyakua watoto wake kwa hakika, kama ninavyosimama papa hapa. Mungu mbinguni anajua hilo. Mkiniamini mimi kuwa ni nabii wa Bwana, mtumishi wa Bwana, nisikilizeni mimi. Imekaribia sana. Naam Bwana. Watoto wake watauawa kwa mauti ya kiroho. Waangalieni baridi na wa kawaida. Angalieni nini yetu. Haitubidi kuzungumza juu ya Wabaptisti na Wapresbiteri. Tunajua wamekuwa wafu kwa miaka kadhaa. Kile wakati Luther alipokuwa na uamsho wake kuhesabiwa haki, kama angaliendelea huu uamsho mkuu wa Kipentekoste, sasa ungekuwa ni wa kanisa la Kiluteri. Hiyo nuru ingalikuja kwa utakaso kama Wesley angalilifuatilia. Yeye Luther asingeweza kuifuata hiyo. La, Bwana, hao tayari ni wa Lutheri. Kwa hiyo basi Wesley akaja. Baada ya Wesley kufariki, basi ilikuwaje? Waliunda dhehebu juu ya huo na kuunda Methodist ya Wesley, ya kishamba, kila namna ya Methodist, mnaona. Na wakati alikuwa na uamsho mkuu sana, bali wakati walipolitupa dhehebu ndani, ilikuwaje? Wakati Pentekoste ilipokuja ikinena kwa lugha na kuleta kule kurudishwa kwa karama, wasingeweza kusogea. Waliwaita Ibilisi. Sasa Wapentekoste wamefanya nini? Jambo lile walilofanya. Nao wako wapi? Wamekufa tu kama msumari wa mlango. Naam Bwana, hiyo ni kweli kabisa. Nitawatupa watoto wake juu ya kitanda cha mauti na kuwaua. Vema, hebu niwasomee hilo mpate kuona hapa. Ninaamini ilikuwa ni kifungu cha 22. Nami nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa. Ile dhiki kuu, hilo ndilo linaloendelea sasa. Kumbukeni, hebu nisimame hapa kwa dakika moja. Ile dhiki kuu ni wale watakaotupwa mle ndani. Ni wale watu ambao ni wanawali waliolala, ambao hawakuwa na mafuta kwenye taa zao. Hata hivyo walikuwa wafuasi wa dhehebu fulani, watu wazuri, walienda kanisani, kila kitu, bali wanakuja kununua mafuta, ila ilikuwa imechelewa sana. Basi mnaona, kumtupa kwenye dhiki kuu, ataingia humo. Kanisa Katoliki litaingia mle, watoto wake wote wataingia pamoja naye katika ile dhiki kuu, wasipotubia matendo yao. Sio watoto walio mle ndani, bali kanisa lenyewe. Hao ni watoto wake, ni madhehebu, sio watu walio mle kama maskini wa Katoliki, wa Baptisti, wa Presbiteri ama wa Pentekoste. Ninawahurumia. Nini tu? Vema, wewe ni Mkristo? Vema, mimi ni Mpresbiteri. Hilo halina uhusiano wowote nalo, kuliko kusema nguruwe mwenye matandiko alikuwa ni farasi wa mashindano. Kwa hiyo ungefanya nini kuhusu hilo? Kamwe. Mbona hakuna kitu hata kidogo. Sikumaanisha kufanya mzaha hivyo. Hiyo ni hapa, sio mahali pa mzaha. Hii ni Injili, mnaona. Nilitaka tu kutoa mfano, mnaona, lakini hiyo ni kweli. Mnaona, hawana uhusiano wowote nalo kamwe. Mimi ni Mpentekoste. Hilo halina uhusiano wowote nalo kabisa. Ungeweza kuwa mfuasi wa madhehebu yao 411, lakini je, wewe ni mwana wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili? Kweli unampenda kila mtu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako, na unampenda Mungu, nawe kila siku, haijalishi mtu yeyote anakufanyia nini. Kama ukishikwa na hamaki na kusema kama msumeno uvumao, inaonyesha tu Roho Mtakatifu ameondoka, kama uliwahi kuwa naye. Angalieni, asije akatubia matendo yao, nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Watoto wake wa Yezebeli. Sasa Yezebeli alifanya nini? Alimwoza binti yake kwenye tabaka lingine la Yuda, huko Yuda. Sasa angalieni matumizi ya kiroho. Labda ninaweza kuichora hapa. Angalieni hili kwa makini sana sasa. Huyu hapa Yezebeli na Israeli, lakini hii hapa ni Yuda. Aina tofauti hapa kwenye nyingine. Huyu ni wa Yehoshafati hapa. Vema, sasa huyu hapa alikuwa ni Ahabu. Sasa huyu hapa Yezebeli papa hapa ndani. Sasa anaingia hapa ndani na kuwafanya Israeli wote kuingia katika uzinzi.
Hivyo ndivyo kanisa Katoliki lilivyofanya hasa huko nyuma katika siku zake, wakati Konstantino alipowaunganisha Wanikolai, wale baridi wa kale hapa juu, katika kwenye kanisa na upagani, na kuunda namna ya Ukristo wa kipagani. Sitaki kuudhi hisia zenu, enyi wa Katoliki, bali ninawajibika mbele za Mungu. Hivyo ndivyo tu lilivyo kanisa Katoliki, ni Ukristo wa namna ya kipagani, ushirikina na sanamu na kadhalika. Hiyo ni kweli kabisa, ni utaratibu wa kipagani tu. Sasa hiyo ni kweli. Kama ninakufa dakika hii, hiyo ni kweli. Na Protestanti moja kwa moja katika kitu kile kile, katika tabaka jingine tu. Sasa angalieni kile Yezebeli alichofanya. Ndipo mnaona ni Ibilisi alikuwa akijitolea sana, akawachukua binti zake. Alikuwa na binti aliyezaliwa hapa, naye binti huyu anaenda hapa kwa mtu huyu mashuhuri mtakatifu na kumchukua na kuolewa na mwanawe, naye analeta kitu kile kile hapa kutoka kwa Yehoshafati kwenye sehemu hii. Sasa Wanikolai halisi, Wanikolai maskini, wale baridi waliotaka dhehebu hilo, waliolewa katika hilo hapa. Na sasa angalieni jambo lile lile, walimchukua Yezebeli hapa kanisa Katoliki, na hapa chini anamchukua binti yake, madhehebu yake, na kufunga ndoa nao kule chini na kuwafanyia jambo lile lile, kuwaoa watoto wake kwa mauti, mauti ya kiroho. Wanajiundia dhehebu hata kufa, na muda si muda, mwajua, roho yote imeondoka. Niambieni, hebu niwaulizeni tu jambo moja. Mwanahistoria yeyote hapa, ambao najua kuna 5 ama 6 wenu mlioketi hapa, ninawatakeni mje na kutoa andiko moja ama fungu moja la kihistoria ambapo lolote la makanisa yaliyopata kuanguka na kuingia kwenye dhehebu lilipata kuinuka tena kwa uamsho. Niambieni, wakati walipojiundia dhehebu, je, waliwahi kuwa na uamsho baada ya kuunda dhehebu? La, Bwana. Roho aliwaacha. Ninaijumuisha Pentekoste. Wakati baraka za Kipentekoste ziliposhuka, nanyi mnyote mkanena kwa lugha, ninyi watu wa zamani, mkiwa na hizo baraka kuu za Kipentekoste na kadhalika zilizoshuka, baada ya kitambo kidogo mlikuwa na kile mlichoita baraza kuu. Utaratibu ni sawa, bali si dhehebu. Muda si muda, mwajua, msingeweza kulivumilia. Iliwabidi kurudi moja kwa moja, mkawa mtoto wa Shetani na kujiundia dhehebu. Ndipo nuru nyingine ikatokea kuhusu jina la Yesu Kristo. Ndipo wote wakakwama na kusema, Mungu abarikiwe, kama huna jina la Yesu unaelekea kuzimuni, nasi tunalo, wala ninyi hamna. Walifanya nini? Walikufa tu papo hapo njiani mwao, wakaunda dhehebu kutokana nalo. Naona, badala ya kuiachia nuru ienee kanisani mote, ingechukua mahali pake moja kwa moja. Lakini mlijiundia dhehebu. Ni kitu gani? Mtoto wa Yezebeli, na wote wakafa pamoja. Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Hivi Assemblies of God ama umoja ama lolote la hayo mengine liliwahi kuinuka katika uamsho mkubwa wa umoja? Hata kidogo. Huu uamsho wa mwisho ndio kwanza upita, ambapo Roho Mtakatifu alishuka pale mtoni. Wengi wenu mnaoketi hapa sasa hivi, katika mwaka wa 1933 na ibada hii kuu ya uponyaji ilikuwa itukie, kasema ungeenea kote ulimwenguni, nao kama haukupitia kwenye dhehebu lingine lolote hata kidogo, Mungu alienda nje ya milki na kumwinua aliyekuwa kafiri karibu hivyo kuanzisha uamsho huo. Basi angalieni kile umefanya. Unaona, hayo madhehebu mara yanapoundwa yamekufa. Yeye alisema, nitawaua watoto wake kwa mauti. Lo, jamani, ninawajua. Naomba msinionee vibaya, lakini mimi kama nikijua hili wala nisiwaambie, mimi ni mnafiki duni sana, na Mungu ataniwajibisha kwake. Ninataka kuwa kama Paulo, kutojiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Hiyo ni kweli. Vema. Sasa nao wakajenga madhabahu Yerusalemu. Sasa ninataka kuona, ndipo hapo Yezebeli alipoolewa na Ahabu, aliwaletea Israeli sanamu wapate kuzisujudia. Vivyo hivyo na fundisho la Wanikolai, kuoa katika upagani, wakashusha Jupiter, wakampandisha Petro na Venasi, hata Mariamu. Na kama vile Biblia ilivyosema, aliwafanya Israeli wote kutenda dhambi. Vivyo hivyo kanisa Katoliki limewafanya binti wote kuolewa na dhehebu, na jambo hilo lote ni dhambi, kama vile Yezebeli kwa binti yake.
Vema, na katika kufanya hivi, wakati ukasisi ulipowekwa, naye Papa Bonifasi wa tatu akachukua kiti chake, basi walikuwa na Mungu kwenye kiti cha enzi. Hawakuwa na haja tena ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kanisani. Hiyo ni kweli, walikuwa na kanuni zao za imani na utaratibu na kuendelea. Basi wakati dhehebu lilipokubali fundisho lile la sharti, waliuondoa uhuru wa Roho Mtakatifu kanisani. Baptisti, Presbiteri, Methodisti na kadhalika, hakika walifanya hivyo, na hatimaye tunawaona wakinyauka na kufa, kama vile Yesu alivyosema juu ya mzabibu. Sasa Roho Mtakatifu wote katika ishara na maajabu aliwekwa nyuma katika siku zilizopita, nao wamekuwa tajiri kama huyo mwanamke alivyofanya. Kwa hiyo akaufanya ulimwengu mzima wote kutenda dhambi, kwa sababu ameenda kwa kila taifa, yeye na binti zake. Hiyo ni kweli. Sasa mwangalie akimwita katika wakati mwingine wa kanisa. Sasa mwangalie akimwita, mwangalie akimsihi hapa chini mwishoni, na kuwatoa masalio wake kwa ajili ya wateule wachache tu, kwamba hakuna mtu angeokolewa kama wengine sivyo, kama ilivyoandikwa katika Ufunuo 13:6. Mngetaka kufungua hapo kwa dakika moja, kwamba yeye alisema kwamba mwanamke huyu aliwafanya wote kupokea alama. Mnyama huyu aliwafanya, akawafanya wote kupokea alama, wote maskini, wakuu, wote wale, alama ya mnyama, ambayo ilikuwa ni kanisa Katoliki la Kirumi. Ama hiyo au walifanya sanamu. Ufunuo 13:14, walifanya sanamu ya mnyama. Ninyi nadhani nyote mnasoma hilo. Kama hamjasoma, mbona tutafungua moja kwa moja na kulisoma Ufunuo 13:14. Naye akawadanganya wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kufanya mbele ya huyo mnyama. Huo ni muungano huu wa kanisa, na kufanya mbele ya huyo mnyama. Akawaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la mauti, upagani, na lilikuwa la upanga, naye akaishi. Kupitia kwa upapa Rumi ya kipagani kuwa Rumi ya kipapa. Mnaona, kumfanyia sanamu ingekuwa ni nini? Ni kile tu wanachofanya sasa hivi. Kweli kabisa, wakiingia katika muungano huu wa makanisa. Makanisa yote yako kwenye shirika hili, yote yanaingia kwenye kundi moja. Sasa yanaitafuta Biblia, naye Papa Yohana amewaalika wote warudi. Askofu mkuu wa Canterbury, wote wanaenda huku na huku. Jambo la kwanza, mwajua, kitu chochote kinarudi moja kwa moja kwa mama, kwa kuwa hao tangu mwanzo ni makahaba. Naona wanasema sote tutajiunga pamoja katika mwamsho mmoja kupigana na ukomunisti. Wala wajua ya kwamba Mungu aliuinua ukomunisti. Ninaweza kuthibitisha hilo kwa Biblia hii. Na hata akaweka niani mwao wapate kulipizia watakatifu kisasi cha damu waliokuwa wamemwaga juu ya nchi. Mungu aliinua ukomunisti kama vile alivyofanya mfalme Nebukadreza kuwarudi Israeli. Aliuinua ukomunisti, na siku moja utalipua Rumi moja kwa moja, uiondoe kwenye ramani. Semtupu kwenye kanda. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu alisema hivyo. Hiyo ni kweli. Mimi ninaupinga ukomunisti, ni upinga Mungu. Hakika ndivyo ulivyo. Lakini msilishughulikie sana hilo pazia la chuma, bali liangalieni hilo pazia la zambarau. Someni kitabu cha Wafia Imani cha Fox, nanyi mtaona hili. Hiyo ni kweli. Sasa hebu tuone ni wapi sisi. Halafu basi mnaona hapa sasa ya kwamba aliwafanya wote, matajiri, maskini, kupokea alama, bali kuna tabaka moja ambalo hakuweza kugusa. Mnajua hilo? Ufunuo 13:8. Sikilizeni hili. Hebu nisome hili. Kisha nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, juu ya pembe vilemba, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Hivyo ni vile vilima 7. Tuliyachukua yote jana usiku, mwajua. Na yule mnyama uliyemwona alikuwa mfano wa chui. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka aliyekuwa yule ibilisi mwekundu aliyesimama mbele ya mwanamke apate kumla, pamoja na mtoto wake ambaye alikuwa ni Rumi. Sote tunajua hilo. Akampa nguvu na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kwamba kimetiwa jeraha la mauti, upagani. Mnaona?
na jeraha lake la mauti likapona. Upapa unapachukua mahali pake ukiunganishwa na Ukristo pamoja na Wanikolai. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Ukatoliki umeenea kwenye kila taifa chini ya mbingu. Hiyo ni kweli, kama Danieli alivyosema kuhusu chuma ikiingia kwenye udongo na kadhalika. Nami nitawapa jambo dogo juu ya hiyo chuma na udongo. Hivi mliona ama je, nimewahi kuwanukulia katika lile kongamano kuu la mwisho walilokuwa nalo hapa juu, ambapo Khrushchev alivua kiatu chake na kupiga meza nacho? Kulikuwako na mataifa 5 ya kimashariki waliokusanyika kule. Kulikuwako na mataifa 5 ya kimagharibi. Khrushchev aliyaongoza mataifa ya mashariki, Eisenhower akayaongoza mataifa ya magharibi. Hao hapo wale viongozi wawili wakuu, vile vidole viwili vikubwa. Khrushchev katika Urusi linamaanisha udongo, Eisenhower katika mare, katika Kiingereza linamaanisha chuma. Tuko kwenye mwisho. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Nao huo ndio ujumbe wetu unaofuata hapa maskanini, mnaelewa? Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Kwa maneno mengine, angalieni hapa, Eisenhower ana jina kubwa hapa katika Marekani hii, bali huko Rumi yeye si kitu. Urusi yeye si kitu. Khrushchev ni mkubwa Urusi, bali Marekani yeye si kitu. Lakini kuna mtu mmoja ambaye ni mkubwa kila mahali, huyo ni Papa. Hiyo ni kweli. Hebu tuungane pamoja na tuje pamoja. Na akapewa kinywa cha kunena maneno makuu makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake na kumtukana Mungu na kufundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakaidi, wapenda anasa, wenye mfano wa utaua, wakikana nguvu zake, na wakalitukana jina lake. Wakachukua Baba, Mwana na Roho Mtakatifu badala ya Bwana Yesu Kristo. Mnaona? Na maskani yake nao waliokaa huko mbinguni. Tena akapewa kufanya vita dhidi ya watakatifu. Hayo hapo, yale mateso yanaibuka na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila jamaa, lugha na mataifa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Lo, kuwekwa misingi ya dunia. Majina yetu kama yaliwahi kuwa kwenye kile kitabu yaliwekwa huko nyuma. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu kwanza, na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Hiki ni chakula, mnaona, na mgeni ndipo anaweza kusema, vema, ndio kwanza tu nijiunge na kanisa, mimi ni mzuri tu kama ulivyo wewe. Hicho si chakula cha kondoo. Hiki hapa chakula cha kondoo, kuketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Kristo. Lo, yeye ni wa ajabu sana, si hivyo? Vema, sasa hebu tumalizie upesi sana, kwa kuwa ni naamu wakati umepita sasa. Vema, lakini nasema hebu tuone sasa. Ninacho kifungu cha 23. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadiri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho haya. Yalikuwa ni mafundisho ya namna gani? Madhehebu, maskofu na maskofu wakuu na mapapa, mnaona, wasio na mafundisho haya. Sasa Biblia, tuliona jana usiku ya kwamba Israeli walipitia Moabu. Hawakuwa ni taifa, waliishi juu ya uso wa nchi, nao walikuwa watu huru. Hiyo ni kweli. Mfano wazururaji katika mahema na kadhalika. Makundi ya Kipentekoste ni vile vile Pentekoste ya kweli, wakitangatanga mahali. Mnaona vema, wasio na mafundisho haya, lakini wamejiundia madhehebu na kufanya shirika kubwa kutoka kwake. Wasio na haya, wasiozijua fumbo za Shetani. Sasa kumbukeni, tulipata mahali kiti cha Shetani kilipokuwa. Jana usiku tulimchukua moja kwa moja hata mwanzo. Kiti chake kilikuwa wapi mwanzoni? Babeli. Nayo Babeli, wakati ukasisi, mfalme kuhani wa Babeli alipokuwa akifukuzwa na Wakaldayo washindi, alihamia Pergamo na kuweka kiti chake. Mnaona, akahamisha kiti chake kutoka nchi ya Shinari hadi Pergamo. Tulisoma hilo moja kwa moja katika historia.
jana usiku. Ndipo sasa hapo akaliunda kanisa Katoliki ambalo lingali ni mama Babeli. Vema, kiti cha Shetani. Na kiti cha Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Hakutakuwako na mzigo mwingine, ni ule tu mlio nao tayari. Maskini hao wachache walio mle ndani, mnaona, ambao wamebanwa kabisa katika wakati huu wa giza. Sasa ni karibu sana miaka 1500 waliopitia hayo, ila mlicho nacho kishikeni sasa hata nitakapokuja. Kwa maneno mengine, mngali mnayo baraka ya Kipentekoste miongoni mwenu. Ishikilieni hiyo hata nitakapokuja kuwapa faraja, kwa kuwa wakati huu mwingine ndio kwanza unakuja. Katika wakati ufuatao, yeye ashindaye na kuyatunza maneno yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Kama chombo cha mfinyanzi watawavunja vipande vipande, kama mimi nami nilivyopokea mamlaka kutoka kwa Baba yangu. Unaona, kanisa hilo itakuwaje wakati hilo kanisa la nyakati za giza litakapo simama katika hukumu dhidi ya kundi hilo la kipagani la huko nyuma? Watapondwa kweli kweli. Hiyo miguu ya shaba itawakanyaga kule, na waambia, atawavunja vipande vipande. Biblia ilisema, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Mnajua hiyo ni nini, sivyo? Kristo ndiye nyota ya asubuhi. Vema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Lo, jamani, hivi hamna furaha? Tumechelewa kidogo tu. Nina mengine zaidi nitayachukua labda kesho usiku juu ya hii miaka 2000 pale. Lakini yeye ni yungi la bondeni, nyota ya asubuhi yenye kung'aa. Yeye ndiye mwema zaidi ya 10,000 nafsini mwangu. Yungi la bondeni, naona ndani yake pekee yote ninayohitaji kunifanya mzima kabisa. Katika huzuni ndiye faraja yangu, katika shida ndiye msaada wangu. Uniambia nimsukumie kila shida. Haleluya, yeye ni yungi la bondeni, nyota ya asubuhi yenye kung'aa. Yeye ndiye mwema zaidi ya 10,000 nafsini mwangu. Je, mnampenda? Lo, ni kwamba tu nampenda. Na sasa hebu tumwabudu sasa maneno hayo yote yanayokatakata na huu ujumbe. Kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Hivi yesi ni wa ajabu. Nampenda. Sasa mambo niliyoshindwa kuyafikia yatakuwa kwenye vitabu hakika, maana hatuwezi kulileta kanisa lote katika usiku mmoja. Kidogo niliyanyamazisha kidogo usiku wa leo kwa sababu ya kupelewa kidogo na sauti, lakini hivi yesi ni wa ajabu. Nampenda. Sasa mambo niliyoshindwa kuyafikia yatakuwa kwenye vitabu hakika, maana hatuwezi kulileta kanisa lote katika usiku mmoja. Kidogo nilinyamazisha kidogo usiku wa leo kwa sababu ya kupelewa kidogo na sauti, lakini lo, hivi yesi ni wa ajabu. Lo, wapo watatu karibu kila mahali ambao mioyo yao imewaka moto, kwa moto ulioshuka Pentekoste, uliowasafisha na kuwafanya safi. Lo, unawaka moyoni mwangu sasa. Lo, utukufu kwa jina lake. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya, mmoja wao. Mmoja wao.
Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Hivi una furaha? Ninakumbuka nikitoka Chattanooga siku moja usiku, nayo ndege ililazimika kutua huko Tennessee, huko Memphis. Waliniweka kwenye ile hoteli kubwa nzuri kule, nao wakanipigia simu kasema ndege itaondoka saa moja kesho yake asubuhi. Nami nilikuwa nikipeleka barua posta nikija nyumbani nikiwaandikia baadhi ya rafiki zangu. Basi wakati nikishuka, Roho Mtakatifu akasema endelea kutembea. Nikaendelea tu, nikafika kwenye mtaa wa watu weusi. Nilikuwa nimesimama kule chini, nikawazia, jamani, angalia hapa, wakati umewadia wa ndege hiyo kuondoka. Naye Roho Mtakatifu akaendelea kusema endelea kutembea, kama tu vile alivyofanya huko chini mwituni hivi majuzi, mwajua, endelea tu kutembea. Kwa hiyo nikaendelea kutembea. Ilitokea niliangalia huko chini kabisa katika mmoja ya vile vibanda vya watu weusi ambamo watu weusi walikuwa wakiishi maskini huko chini, naye shangazi Jemina mfano wake hasa amefunga shati la kivulana kichwani mwake, amegemea nini namna hiyo. Nami nilikuwa nikienda pale nikiimba mimi wao, mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Lo, haleluya! Na wataka nini Bwana? Mmoja wao, mimi ni mmoja wao. Hivi mnaamini katika kuongozwa na Roho? Naam, hakika nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Ni karibu miaka 14 iliyopita sasa. Alikuwa akiangalia juu ya ua. Nilikuwa karibu nusu jengo la mji kutoka kwake, nami nikamwona bibi huyo mzee mweusi akiniangalia papo hapo chini mwa jua. Vema, niliendelea tu, nikaacha kuimba, nikaanza kushuka chini. Nikamkaribia, machozi makubwa mno kwenye hayo mashavu makubwa manene. Akaniangalia akasema, habari za asubuhi kasisi. Nikageuka nikasema, hali gani shangazi? Naye akasema, nikageuka, alikuwa akicheka, alikuwa na tabasamu kubwa usoni mwake. Nikasema, ulijuaje nilikuwa kasisi? Huko chini kusini mwa jua mhubiri ni kasisi. Nikasema, ulijuaje nilikuwa kasisi? Akasema, nilijua ulikuwa unakuja. Nami nikasema, ulijuaje hilo? Kwani wanijua mimi? Akasema, la Bwana. Naye akasema, ninajua ulikuwa unakuja. Akasema, ulipata kusikia ile hadithi ya mwanamke Mshunami? Nikasema, naam Bwana. Naye akasema, vema. Akasema, mie ni mwanamke wa aina hiyo. Akasema, basi Bwana alinipa mtoto mchanga, nami nikamwambia ya kwamba nitamlea. Akasema, mimi ni mwanamke maskini, ninafua nguo na kuwafanyia kazi wazungu nipate riziki. Akasema, na yeye aliniambia ya kwamba atanipa mtoto mchanga, nami nikamwambia nitamlea. Kasema, nilimlea vizuri nijuavyo, lakini kasema kasisi yeye alishikana na kundi baya, akashikwa na ugonjwa wala hatukujua kitu kuhusu. Akasema akaugua vibaya, naye yuafa mle ndani kitandani. Kasema amepoteza fahamu sasa siku 2. Kasema daktari alikuja, kasema tayari umeula moyo wake na kadhalika, ukaingia kwenye mkondo wake wa damu, ni mbaya sana, hata umemwangamiza hivi kwamba vitu wanavyompa visingemsaidia sasa. Kisha kasema yuafa. Alafu kasema kamwe siwezi kuvumilia kumwona akifa mwenye dhambi. Alafu kasema niliomba na kuomba, kasema usiku kucha niliomba. Kasema amepoteza fahamu, hajui chochote. Kasema hakujitambua kwa siku 2. Kasema niliomba, nikasema Bwana ulinipa mtoto huyu. Kisha kasema kama ulivyomfanyia yule mwanamke Mshunami. Kasema yu wapi Elia wako? Yu wapi? Kasema ivema ki wapi kitu cha kunisaidia? Kisha kasema nilishikwa na usingizi nikiwa magotini mwangu. Kisha kasema Bwana kasema nami katika ndoto yangu, naye akasema nenda kasimame karibu na lile lango, basi kutakuwako na mtu akishuka kuja mtaani, amevaa kofia ya udhurungi na suti nyeusi. Akasema yeye atazungumza nawe. Ndipo akasema nimekuwa nikisimama hapa tangu kabla ya mapambazuko, nao mgongo wake ulikuwa umelowa umande. Na akasema ndipo nikakuona ukija umevaa kofia hiyo ya udhurungi. Akasema ila ulipaswa kuwa umebeba mkoba mdogo. Nikasema niliuacha hotelini, mnaona. Nami nikasema ati mvulana wako ni mgonjwa? Akasema yuafa. Nikasema jina langu ni Branham. Nikasema hivi unanijua? Akasema la Bwana, kasisi Branham sijawahi kukusikia. Nikasema ninawaombea wagonjwa. Hakuvutiwa na hilo, hakutaka mvulana wake afe mwenye dhambi. Nikaingia ndani, walikuwa na lango la kale lenye mpini wa plau wa kufunga ukining'inia juu yake kulifunga. Labda wengi wenu watu wa kaskazini msingejua ni kitu gani, lakini wa kulifunga lango. Basi nikaingia nyumbani katika maskini kibanda hicho kidogo sana chenye vyumba viwili. Kilionekana kama maskini kile tunachoita nyumba ya bunduki ya marisau.
kimekaa pale. Kuna chumba hapa na hicho ndicho sebule, chumba cha kulala na yote pamoja na jiko kule nyuma. Nilipoingia palikuwa na mahali padogo palipopakwa chokaa na pazuri pamepakwa chokaa pande zote na ubao mwembamba. Kwa hiyo basi ninaamini alikuwa na karatasi ya lami juu ya paa. Ninakumbuka kuviona hivyo viputo vikubwa kama umande vikining'inia juu yake. Ndipo wakati nilipoingia kulikuwako na alama iliyowekwa pale mlangoni, kasema, Mungu bariki makazi yetu. Papa hapa pembeni palikuwako na kitanda kikukuu hapa na kingine hapa. Hapo alilala jamaa mkubwa mno, hakuna zulia sakafuni, mvulana mkubwa mno, kijana mkubwa mwenye sura nzuri amesimama pale. Nadhani alikuwa ana uzito wa ratili 170 ama 180, karibu futi 6. Naye alikuwa ameshika blanketi mkononi mwake akiguna. Naye akasema, kitoto cha mama. Ndipo nikawazia kitoto cha mama, na hata hivyo alikuwa na ugonjwa wa zinaa, kaswende, naye alikuwa yuwafa. Halafu akambusu kwenye paji la uso na kumpapasa namna hiyo. Akasema, kitoto cha mama. Mbona moyo wangu karibu upasuke. Nikawazia, naam, haidhuru umezama jinsi gani katika kilindi cha dhambi, ungali ni kitoto chake. Ndipo nikawazia, mnaona, haijalishi alikuwa katika hali mbaya jinsi gani, angali ni kitoto cha mama. Nikawazia, Mungu alisema mama aweza kumsahau mtoto wake mchanga wa kunyonya, bali kamwe siwezi kukusahau, kwa kuwa jina lako limechorwa katika vitanga vya mkono wangu. Mnaona lingewezekanaje? Nikamwangalia maskini huyo mtakatifu kizee akitembea pale. Ungeweza kujua, ndugu, hakuwa na kitu nyumbani, lakini alikuwa na kitu fulani humo nyumbani ambacho kila nyumba Indiana ama kila mahali inapaswa kuwa nacho. Hicho ni Mungu. Afadhali niwe na hicho kuliko kuwa na nyumba kubwa nzuri iliyobandikwa picha za wasichana na upuzi wote mchafu wa kuchukiza. Biblia iliyochakaa imewekwa pale, huku imefunguliwa, ina kurasa zilizochakaa na zina makunyanzi. Nikamwangalia naye akasema, kasisi amekuja kukuombea kipenzi. Akaema, giza nami nikasema, anasema nini? Akasema, hajui daktari, anasema amerukwa na akili. Akasema, anafikiri yuko huko kwenye bahari kubwa mahali fulani, naye anavuta mtumbwi makasia, hali amepotea. Kisha akasema, hilo ndilo nisiloweza kuvumilia, kasisi, kujua mtoto wangu mchanga yuwafa, amepotea. Kisha akasema, ninajua ulikuja kunisaidia, maana Bwana tayari ameniambia hivyo. Nikasema nitamwombea. Halafu nikasema labda Bwana atamponya. Hilo halikumvutia. Alimtaka tu asimame na kusema alikuwa ameokoka. Hivyo tu, mradi tu alikuwa ameokoka, idhuru hana budi kuondoka kwa vyovyote vile. Kwa hiyo wakati mmoja, mradi tu ameokoka. Lo, laiti tungaliweza tukuwa na msimamo kama huo, yale makazi ya milele huko ng'ambo. Yeye alijua ataishi pamoja naye tena. Basi kasema, laiti ningalimsikia akisema alikuwa ameokoka. Nikasema, na tuiname. Basi akapiga magoti, nami nikaishika tu miguu yake, nayo miguu yake ilikuwa baridi sana na inanata, nami nisingeweza kuifunika. Alikuwa amemfunika kwa blanketi ndogo pale, naye alikuwa amevaa kaptura zake pekee mwa jua, na kwa hiyo yeye naye alikuwa tu akivuta hiyo nyuma namna hiyo, akifikiria tu alikuwa ndani yake. Akaishika hiyo kwa nguvu, akifikiri alikuwa akivuta makasia. Akaendelea kusema, kuna giza sana, kuna giza sana. Kwa hiyo akajaribu kuzungumza naye anashika tu kusema kuna giza na ni baridi, akivuta tu. Ndipo nikamwangalia kidogo, naye akapiga magoti pale. Ndipo nikasema, shangazi, waweza kutuongoza katika maombi? Akasema, naam Bwana. Yeye tu pamoja nami na huyo mvulana na Roho Mtakatifu humo chumbani, hao tu. Maskini mtakatifu huyo akaomba. Jamani, wakati aliposema naye, ulijua alikuwa amesema naye hapo awali. Naam Bwana, alijua yule aliyekuwa akisema naye. Akasema, Bwana, sijui utakalofanya. Akasema, bali kila kitu ni kama tu ulivyosema wewe. Lo, jamani, lo, nina furaha sana. Yeye angali ni Yesu, yeye yule kule nyuma pamoja na watakatifu hao kule. Angali ni Yesu yule leo.
na kamwe sikumuuliza juu ya dini yake, kama alikuwa ni Mbaptisti, Mpentekoste ama nini. Hiyo haikuwa kazi yangu. Nilikuwa tu nikimfuata Roho Mtakatifu, naye alikuwa akifanya jambo lile lile. Tulitaka kuona kile yeye atafanya. Kwa hiyo tukapiga magoti, naye akaanza kuomba. Alipomaliza kuomba, alisimama na kumbusu kichwa cha mvulana huyo, akasema, Mungu akibariki kitoto changu. Ndipo akasema, sasa utaomba kasisi. Nami nikasema, naam mama. Na papo hapo, ilikuwa yapata saa 2 tu unusu, labda saa 3 kasorobo, nami nilikuwa katika maili 2 kutoka mahali pale, na nayo ile ndege ikiondoka saa 1, wala sikujua wakati nitakaotoka. Kwa hiyo nikaweka mikono yangu juu ya miguu yake, nikasema, Baba wa mbinguni, sielewi jambo hili, na wewe nilikusudiwa kupanda ndege muda kidogo uliopita, karibu saa 1:30 iliyopita. Uliendelea tu kusema endelea kutembea, na hili ndilo jambo pekee ambalo nimepata bado. Naye alisema ya kwamba wewe aliniona nikija. Kama huyo ni wewe Bwana, basi sijui la kufanya ila kuweka tu mikono yangu juu ya mvulana huyu. Akasema, lo mama. Akasema, mwangaza unaingia humu sasa. Na yapata dakika 5 kutoka wakati huo, alikuwa ameketi kando ya kitanda huku amemkumbatia mama yake. Nikaponyoka, nikatoka, nikakimbia kule, nikachukua teksi, nikakimbia hotelini kuchukua mkoba wangu. Basi nilifikiri ningeenda kule na kungojea tu, labda ingenibidi kungojea siku 1 ama 2. Kwenye siku hizo, mnajua jinsi ilivyokuwa vigumu mara tu baada ya vile vita kule kupata ndege. Kwa hiyo nikawazia itanibidi kungojea siku kadhaa. Basi nikaingia kwenye teksi na kukimbia huko kwenye uwanja wa ndege. Nilipokuwa tu nikifika kule, wao wakasema, ndege namba 196 ya kwenda Louisville, Kentucky sasa inaondoka. Mungu alishikilia ndege hiyo ardhini kwa ajili yangu namna hiyo. Lo, ninaamini hilo. Yapata miaka 2 baadaye nilikuwa nikishuka kwenda huko kwenye magari moshi, nikienda Arizona kwa ndugu Sharrit kule kwa ajili ya mkutano. Na kwa hiyo nilikuwa nimchukue ndugu Mona au wengine, na kwa hiyo nilipoenda huko nilisimama kule Memphis, ndipo gari moshi likaingia kama nyota. Mnajua jinsi linavyoingia likienda magharibi namna hii, ndipo linarudi na kuingia kwenye jukwaa la kugeukia, kisha linazimwa. Nazo hizo sandwich kwenye gari moshi wanaziuza kama senti 60 kila moja, nami ninaweza kuzinunua kwa senti 10, 15 kumwajua huko nje mahali pengine. Na kwa hiyo nikangoja mpaka gari moshi liliposimama nikanunue sandwich. Nilikuwa ninaenda kujinunulia kifurushi kilichojaa hamburger nipate kuwa na yubile halisi nikienda kule. Kwa hiyo nikaruka nje na kukimbia kupitia kule upesi sana kwenda kwenye kibanda cha hamburger. Nikiwa mwangalifu litasimama pale kama dakika 30. Na kwa hiyo nikaanza kununua hamburger. Ndipo nikasikia mtu fulani akisema, halo hapo kasisi. Basi nikageuka, kofia ndogo nyekundu amesimama pale akipepesa macho yake kumwajua. Akasema, hunijui mimi sivyo? Siamini ninakujua mwanangu. Njoo huku. Kasema, niangalie vizuri. Nami nikasema, naam. Nikasema, siamini ninakujua. Kasema, mimi ninakujua. Kasema, wewe ni kasisi Branham. Nami nikasema, naam, hiyo ni kweli. Nikasema, umewahi kuwa katika mmoja wa mikutano yangu? Kasema, la bwana. Kasema, unakumbuka ile asubuhi ambayo ulishuka ukaja nyumbani na mama yangu alikuwa lo? Nikasema, wewe siwe? Akasema, naam ni mimi. Naam ndimi. Akasema, kasisi, kasema, mimi nimepona mzima na mwenye afya. Isitoshe bali mie ni Mkristo sasa. Mungu asifiwe. Lo, walikuwa wamekusanyika katika chumba cha juu, wote wakiomba katika jina lake. Walibatizwa kwa Roho Mtakatifu na nguvu za utumishi zikaja. Sasa yale aliyowafanyia siku hiyo atakufanyia vile vile. Hivi una furaha? Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao. Mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya. Mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao.
hawana elimu kubwa na kadhalika. Hivyo basi watu hawa huenda wasijifunze kuwa wala kujivunia sifa za ulimwengu. Wote wamepokea Pentekoste yao, wakabatizwa katika jina la Yesu, nao wanatangaza sasa kwa mbali na kwa upana, nguvu zake zingali ni zile zile. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao, mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana kwamba naweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya! Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Njoo ndugu yangu, tafuta baraka hii ambayo itaisafisha moyo wako kutokana na dhambi, itafanya kengele za shangwe zianze kulia, na itaendelea kuiwasha moto nafsi yako. Lo, unawaka sasa moyoni mwangu. Lo, utukufu kwa jina lake. Nina furaha sana kwamba mimi sasa, peana mkono na mtu fulani mbele yako, nyuma na karibu nawe. Lo, mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya! Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana. Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Haleluya! Mmoja wao, mmoja wao. Nina furaha sana kwamba ninaweza kusema mimi ni mmoja wao. Dini hii ya zamani za kale ni nini? Ilianza hapa nyuma, nayo inadondoka damu ya Yesu Kristo kote kote. Lo jamani, lo jinsi nilivyo na furaha kwa ajili ya Injili. Lo, naam Bwana. Inadondoka damu. Naam, inadondoka damu. Injili hii ya Roho Mtakatifu. Inadondoka damu. Damu ya wanafunzi wafia imani kote kote, walioifia ile kweli. Injili hii ya Roho Mtakatifu. Inadondoka damu. Sasa ni injili ya namna gani? Kama ilivyoanza huko Pentekoste, mnaona? Wa kwanza kufa kwa ajili ya mpango huu wa Roho Mtakatifu alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Mnaona, alipokea tumboni mwa mama yake, mwajua. Alikufa kama mwanamume, ndipo akaja Bwana Yesu, wakamsulubisha. Yeye alihubiri ya kwamba Roho angewaokoa watu kutoka dhambini. Iliendelea kudondoka damu. Naam, kudondoka damu. Injili ya Roho Mtakatifu. Inadondoka damu. Damu ya wanafunzi waliokufa kwa ajili ya ile kweli. Injili ya Roho Mtakatifu. Inadondoka damu. Usingeweza kuiundia dhehebu. Kulikuweko na Petro na Paulo na Yohana Mtakatifu, waliyatoa maisha yao kusudi injili ipate kuangaza. Walichanganya damu yao pamoja na manabii wa kale kusudi neno la kweli la Mungu lipate kuhubiriwa kwa uaminifu. Ikaendelea kudondoka damu. Naam, inadondoka damu. Injili ya Roho Mtakatifu. Inadondoka damu. Damu ya wanafunzi waliokufa kwa ajili ya ile kweli. Injili ya Roho Mtakatifu.
iliendelea kudondoka damu. Kulikuwako na nafsi chini ya madhabahu wakilia, hata lini Bwana apate kuadhibu wale waliofanya makosa? Bali kutakuwako na wengine watakaoitoa damu ya maisha yao kwa ajili ya Injili ya Roho Mtakatifu, na mafuriko yake mekundu sana inaendelea ikudondoka damu. Naam, inadondoka damu. Injili ya Roho Mtakatifu inadondoka damu. Damu ya wanafunzi waliokufa kwa ajili ya ile kweli. Injili ya Roho Mtakatifu inadondoka damu. Sasa kuanzia wakati wa Pentekoste na wafia imani wa Pentekoste huko chini katika kanisa la Efeso, kuingia katika Pergamo, kuingia katika Thiatira, na huko katika Sardi, katika Efeso ama Philadelphia, na kuendelea mpaka Laodikia. Na sasa kile sisi kilichotukia hapa chini, kama Biblia ilivyosema, kila kitu kiliingia na mnyama huyu angeinuka katika Marekani. Je, mnakumbuka lile ono lililosomwa hapa mwaka 1933? Nilikuwa nikienda kanisa hili, hata halikuwa limejengwa. Sikujua ono ni kitu gani. Nililiita nusu usingizi. Nilikuwa tu mhubiri kijana wa Kibaptisti, nasi tulikuwa maisha yangu yote niliona hayo maono. Nami nitamuuliza mtu yeyote asimame na kusema kama moja la hayo liliwahi kukosea. La, kamwe halikukosea. Haliwezi, mnaona, halitakosea. Nami sasa, na nilipoanza shule ya Jumapili, niliingia katika nusu usingizi. Tulikuwa nayo hapa kwenye ile nyumba ya kale ya Mason, nyumbani mwa Charlie Ken, kundi dogo letu. Nami nikamwona huyu Rais Roosevelt akiongoza ulimwengu kwenye vita vya dunia. Nikabashiri, nikasema, na kuna itikadi tatu: Nazi na ufashisti na ukomunisti. Nikasema, ni wangapi humu ndani wanaokumbuka? Nikasema, utazameni ukomunisti, zote zitaishia mle. Nikasema, Ethiopia, Mussolini atakwenda Ethiopia, lakini atashindwa. Kisha nikasema, hatimaye tutaingia vitani na Ujerumani. Lakini nikasema Ujerumani itajenga ngome katika zege kubwa mno. Miaka 11 kabla ile ngome ya Maginot haijajengwa, miaka 11. Nikasema kisha baada ya vita hatimaye tutashinda. Na baada ya vita kuisha itakuwa kwamba sayansi itakuwa ikibuni vitu vikuu. Halafu nikasema watakapovibuni wataunda gari, nayo magari yataendelea kubadilika umbo. Mnajua jinsi yalivyoonekana mwaka wa 33. Sasa basi kasema yatakuwa kama mayai, yatafanana na mayai. Kwa kuwa niliona kwenye barabara kubwa sana, gari likiteremka barabarani ambalo alikuwa na usukani wowote ndani yake, lilidhibitiwa na nguvu fulani wanalo sasa hivi. Nikasema kwenye wakati huo sasa wanawaruhusu wanawake kupiga kura, nao wanawake katika kupiga kura hatimaye. Nikasema taifa hili ni taifa la mwanamke, limetiwa alama na mwanamke, ni mwanamke kote kote katika unabii kila mahali, na namba 13 kila mahali katika unabii. Kisha nikasema ni nchi ya mwanamke, una uhuru wake hapa, naye ataliangamiza. Yeye ndiye uharibifu wa ulimwengu. Na Roy, nina barua zako juu ya hilo. Yule mwanamke mashuhuri ambaye kila kesi ya jinai nilichunguza sana sasa kufikia ambapo kila kesi ya jinai iliyopata kufanywa katika Marekani hii mwanamke alikuwa nyuma yake. Hiyo ni kweli kabisa. Hao ni wanawake wenye sifa mbaya, mnaona, na kadhalika. Sasa kwa hiyo basi nikasema kutakuwako wakati huo. Mnamo wakati huo wanawake wataruhusiwa kupiga kura, nao watamchagua mtu asiyefaa. Walifanya hivyo katika uchaguzi huu uliopita. Hiyo ni kweli, ambao utaanzisha hiyo ngome. Katika wakati huo itakuwa kwamba atatokea mwanamke mashuhuri atakainuka Marekani, atavalia mavazi mazuri, nami nimeandika katika mabano, huenda ikawa ni kanisa Katoliki. Mnaona, huyo atachukua uongozi juu ya mamlaka, awashinde wengine Marekani. Atakuwa ni mrembo kwa kuonekana, ila atakuwa na moyo katili sana awezavyo kuwa. Nikasema kisha nikaangalia tena, nami nikaona Marekani imelipuliwa tu vipande. Hapakuwapo na kitu kilichosalia juu yake. Nami nikatabiri, basi sasa hii ndilo lilikuwa ni Bwana asema hivi. Basi wazieni,
Matano kati ya hayo mambo 7 yaliyobashiriwa yametimia tayari: kanisa kuchukua mamlaka, kanisa Katoliki, na kule kuja kwa wakati wa mwisho. Nami nikasema, ilionekana kana kwamba kulikuwako na visiki vikiteketea, miamba imelipuliwa, nayo Marekani nzima ilionekana tu ukiwa imekaa hivyo, kadri nilivyoweza kuona mahali nilipokuwa nimesimama. Nami nikasema, ninabashiri kulingana na vile wakati unavyosonga mbele, itakuwa ni kati ya mwaka huu wa 33 na wa 77, nayo itabidi ifanywe kwa nguvu sana ipate kupitia hapo. Nasi tumeketi juu ya kipipa cha baruti, enyi marafiki, kila kitu kiko tayari. Lo, lakini Baba yetu mpendwa wa mbinguni, yule aliyeahidi, si ni vizuri sana kuwa mtumishi wa Kristo? Mambo yote aliyoahidi, hebu wazieni, tuna majaliwa. Yeye anaishi papa hapa pamoja nasi sasa. Anajua kila siri ya kila moyo, anajua yote kukuhusu. Mioto hiyo inayowaka ikipitia mioyoni mwetu, anajua yote kutuhusu, anatupenda. Hivi huna furaha kuwa katika kundi hilo la uchache usiku wa leo linaloidumisha ile imani? Kwa kuwa ilikuwa ni amri yake, msiogope enyi kundi dogo, Baba yenu ameona vema kuwapa ufalme. Na isipokuwa kazi hii ifupishwe, kusingekuwako na mtu yeyote mwenye mwili angeokolewa. Mnaona, tuko moja kwa moja kwenye wakati wa mwisho. Wa Pentekoste wakiwa baridi vuguvugu, wametapikwa kutoka katika kinywa cha Mungu. Ni kundi dogo kabisa lililotolewa hapa nje, wachache tu, lakini kutokana na hao itakuja. Tazama, bwana harusi yuaja, na itakapotokea kila moja ya hizo zamu, kila zamu ya hizi zamu kunini, kumbukeni, kuna zamu 7 zake, nasi tuko moja kwa moja katika zamu hii ya mwisho. Lakini kila moja wa hao wanawali huko nyuma kupitia hapa aliamka. Amina. Lo, ilikuwa ni kitu gani? Roho Mtakatifu yule. Ndipo kanisa likiisha kuondoka katika, kama tulivyolichukua Jumapili usiku, Yusufu kujitambulisha kwa Israeli, ndugu zake, alimwondosha bibi harusi wake kila kitu na kuwarudisha kwenye ikulu. Ndipo akasimama peke yake pamoja na Wayahudi na kusema, mimi ni Yusufu ndugu yenu. Liweke moja kwa moja kwenye maandiko ambapo walisema wangetenga siku ya maombolezo na kila nyumba ikiomboleza peke yake. Wao wakasema, ulipata wapi makovu haya? Akasema, mikononi mwako. Akasema, katika nyumba ya marafiki zangu, wale waliomchoma watamwangalia. Naye yule pale amesimama, yule Yusufu. Yeye alisema, msinini, kama Yusufu alivyosema, msijikasirikie, maana Mungu alifanya hivyo kuhifadhi maisha. Kitu gani? Maisha ya kanisa, mataifa, kwa ajili ya jina lake, watu kutoka kwa mataifa. Lo, tuko mwisho, ndugu zangu, tumewasili. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuimbe wimbo huu mzuri wa kale kama ndugu na dada wa Pentekoste pamoja. Sasa mnasema, vema, mimi ni Mbaptisti, lakini kama una baraka za Kipentekoste, wewe ni Mpentekoste. Vema. Kibarikiwe kifungo kifungacho mioyo yetu katika upendo wa Kikristo, ushirika wa watu wenye nia moja ni kama ule wa huko juu. Sasa sikilizeni, enyi marafiki, kama kiwepo mtu hapa miongoni mwetu ambaye, kama mahali popote katika safari ya maisha ambapo chuki kidogo imeingia moyoni mwako, nisikilizeni mimi, iondowe humo sasa. Ondoa hiyo, kama usiruhusu kitu chochote. Dada mmoja ananena katika lugha nyingine, sehemu tupu kwenye kanda. Ndugu mmoja anatoa ujumbe, naam, enyi watu wangu, nanena nanyi wakati huu kama jinsi nabii wangu alivyosimama katikati yenu na kulitangaza neno langu takatifu. Nanena nanyi hata sasa kwa Roho wangu, asema Bwana Mungu Mwenyezi. Bali nasema nanyi watu wangu yaliyo ulimwenguni usiku wa leo. Naam, nimenena wakati uliopita kuhusu mambo haya, na hata sasa ule mpango mkuu umekwisha fanyika. Naam, utaileta saa ya mangamizi katika nchi hii nzuri. Naam, hata katika ulimwengu huu usiku wa leo kuna majeshi ya kiroho yaliyojikusanya pamoja yatakayowajia enyi watu wangu. Bali nawaambieni, msifadhaishwe katika siku na saa hiyo, kwa maana nasema mimi ndimi Mungu mwenye nguvu. Naam, hata kama vile nilivyowatoa watoto wangu kutoka
katika nchi ya utumwa, naam, kama nilivyowaongoza jangwani hata nchi ya ahadi, ndivyo hivyo ndivyo mimi nitakavyowapeleka nyumbani. Nami nawaambieni, enyi watu wangu, msifadhaishwe, bali wekeni tumaini lenu kwa Mungu Mwenyezi. Kwani nawaambieni, nimewapenda kwa upendo wangu mkuu, nami nimewaita kutoka katika jangwa la dhambi, ili muwe watu wangu walioteuliwa, ili kupitia ninyi niweze kudhihirisha uweza na utukufu wangu. Nami nayanena maneno haya kwenu usiku huu, ili muweze kutiwa moyo, asema Bwana. Amina. Ndugu mmoja ananena kwa lugha nyingine, kisha anafasiri. Amina. Amina. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya jumbe hizi. Zinatuchangamsha Bwana, tukijua ya kwamba hatujaiacha imani bali tumeishika. Lo, ninaomba Mungu ya kwamba Roho ataendelea kukaa kanisani. Tuweke karibu sisi kwa sisi Baba, tuweke pamoja na wewe, na utembee miongoni mwetu Bwana, katika wakati huu wa mwisho wa kinara cha taa tunamoishi ndani yake, kuwa nuru yetu. Tuangazie nyakati hizi kuu za giza Bwana, kwa kuwa tunatambua ya kwamba kinara cha taa na nyota zinanena juu ya giza. Pia Bwana, tuna furaha ya kwamba sisi ni watoto wa nuru tunaotembea katika nuru ya Mungu. Hatujanaswa na mambo haya ya duniani, bali sisi ni watoto wako. Jinsi tunavyokushukuru kwa ajili ya mambo haya. Tunakushukuru wewe kwa sababu ya kutuma jumbe hizi kama thibitisho la neno lako. Daima na uheshimiwe miongoni mwetu Baba. Naomba utuweke mbali na chuki yote ya duniani. Tuweke tumetakaswa kusudi maisha yetu yawe safi na yaliyotakaswa na matakatifu mbele zako. Jalia damu ya Yesu Kristo ifanye hivi kwa kila mmoja wetu Bwana. Ondoa miongoni mwetu kama kuna chochote kamwe ambacho si sahihi. Tuondolee Bwana. Huu ni wakati wa kuchunguza. Mikutano hii imekusudiwa kwa kusudi hilo, kuichunguza mioyo yetu. Ulisema hiyo miali ya moto machoni mwako utafuta na kujua makusudi ya moyo. Hakika unajua Baba, na wenena nasi tena huku ukituambia kufanya, kujiweka tayari kwa ajili ya ile saa inayowadia. Lo, jinsi tunavyokushukuru wewe kwa ajili ya hili Baba. Tutafanya hivyo kwa yote yaliyo ndani yetu kwa neema yako. Amina. Lo, hivi hamumpendi? Sasa kama kuna mgeni kati yetu, hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo wakati Yesu alipokuwa hapa duniani. Yeye alisema, mtu mmoja alimuuliza kuhusu kisa cha ndoa na talaka ama kitu fulani, akasema haikuwa hivyo tangu mwanzo. Hatuna budi kurudi huko mwanzo. Basi kama hapo mwanzo lilikuwa ni kanisa la Kipentekoste, naye ni mzabibu, sisi ni matawi. Kila wakati mzabibu huo unapozaa, kanisa litakuwa ni kanisa la Kipentekoste, tawi la Kipentekoste, kitu kile kile lilichokuwa hapo mwanzo. Mnaona, kila wakati. Sasa unaweza kupandikiza mizabibu mingine ndani yake na itazaa matunda yake. Unaweza kuchukua mchungwa na kupandikiza limau juu yake, litazaa malimau likiishi kwa uhai wa mchungwa huo. Pandikiza mbalungi kwake na utazaa balungi, maana ni tunda aina ya chungwa. Kwa hiyo mashirika haya, madhehebu na kadhalika, yaliyopandikizwa pale yakijiita wa Kristo, wanaweza kuishi kwa uhai wa Kikristo. Hiyo ni kweli kabisa, bali watazaa matunda ya kimadhehebu. Hiyo ni kweli, maana hawana budi kujipandikiza namna hiyo. Lakini kama tawi hilo lenyewe likiwahi kutoa nini, ama kama mzabibu huo ukiwahi kuzaa tawi, litaandika kitabu cha matendo nyuma yake. Hiyo ni kweli kabisa, maana hivyo ndivyo ilivyotendeka mara ya kwanza. Kila tawi litakalozaa lenyewe litakuwa na machungwa kila moja, na Biblia imenena ilikuwa na matawi 12 juu yake. Lo, nina furaha sana kuwa nikiishi chini ya tawi hilo. Nanyi je? Naam Bwana. Lo, ni ajabu sana. Vema, kumbukeni kesho usiku sasa, kwenye wakati wa filal wa Sardi, kule kujitokeza kwa dhehebu la Kilutheri, Martin Luther.